wakati ikiwa ndo mwanzo sasa wa weekend, ikiwa inaenda katikati ya mwezi Novemba kwa mwaka 2025. Karibu sana katika Viwanjani, siku ambayo imebarikiwa sana kutokana na matukio mengi sana kuweza kujadili vitu vingi sana ambavyo tumekuandalia katika siku ya leo. Mimi nayokaribisha naitwa Saidi Salim wa Msume, unaweza kuniita kaka Saidi. Machache kati ya mengi ambayo tutakwenda kuangazia ni kuhusiana na mchezo wa kimataifa wa kirafiki kalenda ya FIFA kati ya Tanzania Taifa Stars dhidi ya Kuwait, mchezo ukichezwa katika mji wa Cairo nchini Misri, ama unaweza kuita Masri hapo kesho. Ni mchezo wa kwanza kwa mwalimu Miguel Angel Gamondi, ukiwa ni mchezo wake wa kwanza pia wa kirafiki kwa ajili ya kujiandaa na finali za AFCON ambazo zitafanyika katika nchi ya Morocco mwaka 2025. Tutakwenda kuangazia matarajio yapoje, pia wachezaji ambao wameshawasili nchini Misri wanazungumza nini kuhusiana na matayarisho kwa ajili ya kuelekea katika mchezo wa hapo kesho. Lakini ukiachana na hayo, pia ni kuelekea katika michuano ya kimataifa, Young Africans wakiwa wanajiandaa kuelekea kuwakabili AS FAR Rabat. Hii inaitwa Association Sportive des Forces Loyalistes aka AS FAR Rabat, hao wanaitwa Army Brothers. Tutakuja kuangazia hapo. Wana rekodi moja tamu sana ya kushinda mataji ya jumla 31. Ina wachezaji kadhaa ambao kwa soka la Tanzania tumekuwa tukiwafahamu sana. Mfano ni Hirmat ambaye alikuwa ni mchezaji bora wa finali za CHAN ambazo zilifanyika kwa pamoja Tanzania, Kenya na Uganda, akiwa kama nahodha wa Morocco na kushinda ubingwa ule. Lakini pia wana nyota kama Hamza Kaba. Unakumbuka mechi ya Simba Sports Club dhidi ya Raja Casablanca, Simba akipoteza mabao 3-0. Safu ya ushambuliaji ya Raja Casablanca ilikuwa inaongozwa na Hamza Kaba ambaye alikwenda Kuwait na kisha sasa hivi amerejea ndani ya kikosi cha AS FAR Rabat. Tutakwenda kuichambua kiunaga ubaga AS FAR Rabat, rekodi zao, takwimu zao kuelekea katika mechi yao dhidi ya Young Africans. Jambo jema pia iliwahi kufundishwa na kocha alipita Young Africans msimu 2023-24. Huyu mwingine ni Mohamed Nasruddin Nabi ama aka Baba Nabi, na kisha kuondoka kuelekea Kaizer Chiefs Marcos, the Gamma Boys, course for life, na baadaye kufukuzwa kazi. Tutakwenda kuangazia AS FAR Rabat, lakini bila kusahau pia mashabiki wanazungumza nini kuelekea katika wawakilishi wa Tanzania katika ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club, Young Africans, yote tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Lakini bila kusahau pia TPLB ikitoa tamko kuhusiana na masuala mazima ya ligi kuu ya NBC. Tutakwenda kuangazia wito wao ni upi haswa. Lakini barani Afrika ni hapo jana timu mbili zikipatikana kuelekea katika mchezo wa fainali wa kupata timu ya Afrika ambayo itakwenda kucheza katika playoff ya kusaka nafasi moja ya kuelekea katika fainali za kombe la dunia mwaka 2026. Unaweza kusema hizi kwa faida yako mimi pamoja na kwako. Jana mchezo kati ya Nigeria Super Eagles dhidi ya kikosi cha Gabon ni zaidi ya dakika 144 ziliweza kuchezwa, ambapo mshindi akiwa ni Nigeria. Utaweza kujiuliza dakika zote hizo zilipatikana vipi? Tutakuja kupatia takwimu za dakika ambazo ziliweza kuongezwa na muda ambao waliweza kucheza. Ushindi wa mabao 4-1 Super Eagles chini ya Elik Shele wakielekea katika mchezo huu wa finali. Wakati mechi ya pili Cameroon the Indomitable Lions wakifungwa na Leopard Chui DRC kichapo cha bao 1-0. Chancel Mbemba, Captain Fantastic, akipeleka katika hatua ya finali. Tutakwenda kuangazia pia michezo mingine ya kufuzu kwa finali za kombe la dunia kwa upande wa Ulaya. Tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Tamati yetu itakuwa ni majira saa 6 kamili za mchana. The pitch zilizobamba zote utasikia hapa. Mimi nakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msume. Wachambuzi wangu siku ya leo yupo Idi Nonga, lakini bila kusahau yupo pia na Rashid Don Hamis, the heavyweight pundit, the only one in Africa, mzee wa tamam siku munawar, yupo sawa hapa kwa ajili ya kulisongesha jambo hili. Jamani, kwema? Alhamdulillah. Tamam. Aljuma leo usiku. Ijumaa haitaki kuwa na mambo mengi. Hataki kuwa na mambo mengi. Chuki zako zote ushamaliza majuma yote, leo siku ya raha kabisa. Na ratiba yake inakuwa inajulikana. Ratiba yake inajulikana Sheikh. Upata aljuma kutoka aljuma au muhayya. Cha kwanza unaanza na Viwanjani. Watu watazame Viwanjani. Tunaenda nao mpaka 6 kamili. 6 kamili. Ratiba nyingine inaendelea. Kula ibada pale, baada ya ibada unaenda kuufinya. Katu tuachua hiyo. Sema wacha tuufinye. Unatoka toka. Hapo sasa ndugu yetu yule mwingia sema dawa. Anasema dawa, mimi nitakula kidogo lakini dawa. Sitakiwa hata kula kingi. Mimi nitakula kidogo. Lakini hizo tatu zake sasa kama tatu
Akamwambia mchele gani? Mchele gani? Lakini nitakula kidogo. Lakini sasa hiyo ndo hatari yake. Siku ya Ijumaa, unajua siku ambayo mbarikiwa bana. Na uzuri kwamba Ijumaa ina vitu vingi. Tunajiandaa na vitu vingi ambao katika kisimbuzi cha Azam TV tunajua kesho kuna mechi zile za ligi ya mabingwa ya wanawake Afrika, TP Mazembe dhidi ya JKT Queens kujua hatima. Mechi kweli kweli. Nilikopo jana, mechi kweli. Jana nilikuwa nafanya. Lakini hapa kuna kitu nijaribu kuwaza. Wale JKT kama sasa sera zao. Hivi tuna kwa sababu hii mara ngapi wa JKT wanaenda pale? Mara ya pili. Sio? Lakini mara ya pili at least inaonekana. Unajua wale wapate improvement kidogo, sio? Kuna quality ambayo JKT inakosekana. Na quality ambayo inakosekana kwa sababu sisi wazawa sana. Sasa kuna daraja ambalo nahisi JKT wanatakiwa kuboost kidogo. Wangeweza kucompete na wao kwa sababu hao wanao compete nao pia wana watu ambao kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Sasa sisi nafikiri daraja yetu limeishia hapa. Yaani si daraja yetu ni kubwa upande hapa Afrika Mashariki. Mimi nilivyoifuatilia JKT. Nafikiri kuna baadhi ya wachezaji viwango vyao vimeshuka pia. Kabla vijashuka. Ndio nakwambia. Kuna ubora, mimi namuelewa Rashid. Kuna ubora unapaswa uongezwe. Yaani inahitajika hivi. Sasa ile ni sera ya timu. Huwa zinabadilika. Ndio maana nashauri. Ndio maana kwenye hapa at least ungeka walau hata zaidi watatu maeneo muhimu yale. Ongeze walau watatu kwa sababu mimi kitu ambacho nasalia nacho naungana na sera yao, lakini wanapaswa kufanya scouting zaidi. Yaani kwa ndani kwa wachezaji wa ndani kwa sababu niko tunabadilishana mawazo na Mwakalobo. Umeelewa? Nikamwambia baada ya King Mbuzi ndo kamwachia Mwakalobo sasa. Ndio shughuli yake sasa. Nikamwambia Mwakalobo, naona kama Stumai fomu yake imedrop. Mwangalie Stumai anavyocheza. Fomu yake imedrop. Mfano game ya juzi. Ngasema ukimuona pale katikati, yani unaona JKT mpira mbele haukai. Ukibutuliwa mbele kuna Winifrida, kuna Jamila, kuna Stumai. Mipira haikai. Yani papu inarudi tena. Kwa hiyo watu watakuwa wanaona Kristabaela ambaye anacheza na yule Maseke Malo alifunga bao, ana Katunzi ambaye amesogezwa mbele kama namba 6 na Janet Pangamwene pale katikati. Ndio tunaona kwamba wanasafa zaidi. Kwa sababu huko mipira ifanyaje mbele haikai. Ndio maana nikasema mfano akaingizwa Joyce Lema. Joyce Lema hajacheza msimu mzima kwa aliumia mguu. Kwa hiyo mwisho siku alivyoingia unaona ile nani yake bado. Lakini kuna mchezaji ambaye wanamtumia sana msimu uliopita anaitwa yule Chenge. Yaani unaiona ile energy yake pale katikati wanavyocheza, yule kina Lydia Kabambo ameingia, mlinzi wa pembeni, unaona energy yake ambayo inatokea. Nafikiri wanapaswa kufanya scouting. Wazo la wachezaji wa kigeni ni nzuri, lakini mwisho wa siku wanapaswa kufanya scouting ya ndani pia. Kwa sababu sera ndio hiyo, kama mnabaki kwenye sera yenu, uongezwe quality fulani hivi. Sio kwamba quality ya wachezaji wa ndani haipo. Hasa kwa kwenye simple logic. Umeona quality ya JKT? Walikuwa nayo. Hadi pale mtu kama vile Corazon labda au yule mchezaji wa Yanga yule mpya saizi yule huko Precious. Yaani huko mbali. Chukua ile quality ya JKT walikuwa nayo ile JKT Queens. Unajua hii JKT unajua imeenda zaidi ya misimu 3. Yaani zaidi ya misimu 3 4 jamani. Nakwambia. Yaani sasa ukishachukua ile quality ya JKT Queens weka hapa. Afu njoo chini sasa hapa. Fonte. Baobao. Siasia. Mashujaa. Sijui ondoa Simba na Yanga na Yanga Princess. Ndio rudi hawa. Unaelewa kwa sababu hawa ndio wana idadi kubwa ya wazawa. Ndio. Alafu utafuta quality uipeleke pale. Tutakuja kuzungumza katika joto la Afrika. Kwa sababu haya ni machache kati ya mengi ambayo tutakuja kuangazia hapa baadaye. Kumbuka pia kuna match za
Super League, Women Super League ya pale nchini England, ambapo Manchester City alipambana na Manchester United, lakini bila kusahau pia kuna mechi kati ya KMC dhidi ya JKT Tanzania, lakini Namungo Football Club dhidi ya Dodoma Jiji, Young Sports Club dhidi ya FAR Rabat, wakati Shabab Riyadh Belouizdad wao watapambana na Singida Black Stars. Haya ni matukio makubwa ndani ya mwezi huu ndani ya kisimbuzi chako cha Azam TV. Kwa hiyo michezo mingine kama hiyo Esmaniema Union dhidi ya Azam Football Club, lakini Simba Sports Club dhidi ya Petro Atletico, wakati Derby della Madonnina Internazionale Milan Nerazzurri dhidi ya Association Calcio di Milan Rossoneri. What a match! Christian Chivu dhidi akipambana na Massimiliano Allegri. Itakuwa ni bonge moja la mechi la kuweza kulifuatilia hilo na kulitazama sisi wa hafidhina wa Serie A, wapenzi wa Scudetto. Lakini kwa wakati huu hapa moja kwa moja twende tukaanze kuangazia katika soka letu yale ambayo tumekuandalia katika siku ya leo. Tuanzie nchini Misri ambapo kikosi cha timu ya Tanzania Taifa Stars kimezidi kufanya mazoezi kujiandaa na mchezo wa kirafiki dhidi ya Kuwait utakaochezwa hapo kesho Novemba 15 katika mji wa Cairo nchini Misri. Stars inatumia mchezo huo kama sehemu ya kuanza kujiweka sawa kuelekea fainali za AFCON zitakazofanyika nchini Morocco mwezi Disemba 21 mwaka 2025. Tayari shirikisho la soka Tanzania TFF limemteua kocha Miguel Angel Gamond wa Singida Black Stars kuongoza kikosi hicho kwenye mchezo huo pamoja na michuano ya AFCON. Na uzuri wa mechi kama hizi Rashid, ni mechi ya kutuweka sawa, lakini pia inaweza pia ikawa katika ile notebook ya Miguel Gamond ya kuweza kuangazia wapi tunaanzia katika selection ya wachezaji na mfumo zake kwa wachezaji pia. Nafikiri mtu ambaye mnufaikaji kwenye hili atakuwa ni Angel Gamond, kwa sababu yeye ndio anataka kuona ile quality ya wachezaji ambao wameitwa. Anataka kuona pia uwezo, ile determination ya wachezaji kwenye timu ya taifa. Alafu baada ya hapo anaweza kuangalia sasa anaweza kuweka nini kwenye timu, kwa sababu unaweza sisi tukawa tunaona, unajua pia hata level za makocha zimetofautiana. Yani kwenye time ambapo wewe unaweza kaona uko bora, alafu akaja mwalimu akasema mbona kama wako down sana. Hii ndio timu ya taifa ambao wanahitaji kupata matokeo kweli? Ndio hii. So kweli. Si unaelewa? Kwa ni moja kati ya taski ngumu sana kwa Gamond, ambayo kwa sababu lengo la yeye kuitwa ni kuamini kwamba tunaenda kufanya hatua moja zaidi ambayo aliipiga Morocco. Morocco, ambayo kama unakumbuka jana hapa tulikuwa tunajadili kama mizengwe hivi, lakini bado kama ndio imekaa kwenye ukweli. Unaelewa? Yani Morocco hii angemalizia tu hii project. Alafu kama Gamond tungempa baada ya AFCON. Alafu tumwambie bana, sasa wewe anza upya hapa. Sisi tuko tayari tuanze upya. Unatuahidi nini hapa? Je, tunaenda kufanya vizuri zaidi tulichofanya Morocco tutakapofanya kwetu 2027? Na je, unaona sisi tunaweza kucheza hata qualification ya World Cup? So unanielewa? Yani taski tungempa kuanzia pale. Lakini hapa tulipompa ni kama mtu ambaye yuko tayari kwa vita, umemkurupusha usingizini, na ni kwa sababu yuko tayari, anaamini na uwezo, ataamka ataenda kupambana. Lakini kumbuka kabisa kuna vitu ambavyo technicality atakuwa na analaki. So unanielewa? Kwa manake hata siku akianza, of course anapata hii schedule ambayo itampa uelewa wa kuweza kujua ABC za wachezaji. Sisi tunaamini anawajua wachezaji, si ndio? Hawa wachezaji nao kuna namna pia ambavyo wana behave, mazoea walikuwa nayo kutoka na mwalimu aliyekuwa naye, na yeye pia ana namna ya kuimanage team, character, unaelewa? Sasa kwenye namna ya kupresent, hii ni moja kati ya kambi nzuri kwa Gamond. Atapata muda wa kujua wewe nilikuwa nakuona kwenye TV, kumbe ndo uko hivi. Wewe nilikuwa nafanya kazi, kumbe uko hivi. Wewe kwenye national team, kumbe uko hivi. Unajua kuna wachezaji wengine wana behave tofauti na kwenye vilabu.
Kwenye national team unaweza ukajua kwenye national team ukamkuta mtu ni tembo. Unaelewa? Lakini kwenye klabu kule akawa ametulia. Lakini national team akwambia hii timu yetu ya taifa. Yaani huwezi kutuambia sisi Mbambane One. Si unaelewa? Hapa tunafanya hivi, tunafanya hiki. Si unaelewa? Sasa ni kambi ambayo itamnufaisha zaidi Gamondi, ambaye yeye hapa atajifunza vitu vingi kama nilivyokuambia, tabia za wachezaji, technicality, anataka ataweka nini, uwezo wa kutambua haraka wachezaji, uwezo wa kushika maelekezo yake, na mwisho wa siku lazima awaambie aim ya yeye kuwepo pale. Idi, ukitazama kikosi cha Stars na kundi ambalo tupo nalo katika finali za AFCON kwa mwaka 2025, ukitazama kundi letu tuna Nigeria Super Eagles ambao tumewaona, tunao Tunisia Taiwa Carthage, lakini pia tunao Uganda Korongo. Ni kundi ambalo Rashid ukilitazama pamoja na Idi sio kundi dogo, ni kundi tough kweli kweli. Hilo hapo Rashid, kundi la heshima. Hili ni kundi la heshima. Kwa nini nakwambia ni kundi la heshima? Ni kundi ambalo ukiangalia hayo mataifa ambayo sisi tunacheza nayo kwenye rank za CAF na FIFA, wote sisi wametuzidi. Maana yake kila mechi moja ambayo Tanzania atapata alama itakuwa ni advantage kwa Tanzania, kwa maana ya kuongeza baa alokuwa nayo, si ndio? Lakini hakuna taifa ambalo mimi huwa naliheshimu na kuliogopa kama Tunisia. Tunisia ni miongoni mwa mataifa ambayo huwa tuna kwanza hayazungumzwi yanaposhiriki, iwe AFCON iwe World Cup. Alafu huwa wanafika mbali zaidi, japokuwa sasa hivi kuna generation imeondoka. Kuna generation mpya ambayo ile ya kina Yusuf Msakni, kuna ile inaondoka. Kwa kuna generation mpya sasa hivi inaingia. Na wao kila siku unaweza kusema ndio silence killer. Wanakwenda kwenye group stage, wanavyoshinda watu hawazingatii, hawafuatilii. Mwisho wa siku unakutana nao kwenye quarter final, afu enda kuwatoa semi final au wanatoboa zaidi hapo. Nigeria ni kama ambavyo Tanzania wengi tumewafuatilia jana. Tunawajua. Sasa quality hatupasi kuelezea Nigeria. Hatupasi kuelezea sana, lakini umeona walichokifanya. Watu wamekwenda sare dakika 90, imeongezwa watu wamemtia 4, wameondoka. Quality ile waliokuwa nayo Nigeria sasa hivi Tanzania kuifikia ni sio kweli. Lazima tuwe kweli. Uganda ni taifa ambalo limetusumbua, linatusumbua sana. Na ni wabebe wetu Afrika Mashariki. Na ni kwa nini wanatusumbua? Ni kwa sababu mimi nina declare kabisa, nakwambia timu ya taifa ya Uganda namna ambavyo inatengenezwa kizazi mpaka kizazi ni tofauti sana na sisi tunavyoiandaa timu yetu ya Tanzania. Sisi tunachagua national team player kwenye moment, kwamba huyu sasa hivi yuko kwenye peak, kwa anatakiwa aitwe national team. Na sisi wadau na mashabiki tumekuwa tukipiga kelele, fulani mbona anaachwa, fulani mbona haitwi? Ni kwa sababu tunaona yupo kwenye form. Lakini Uganda wana form nzuri kabisa, under 17, under 20 senior team. Na Moses Magolo. Na wanashiriki kabisa, wanakwenda mpaka AFCON, wanakwenda World Cup, wanashiriki. Kwa hiyo ikifika muda wa senior team, kuna watu wanapick up, wanakuja hapa, wanapick up, wanakuja hapa. Kwa hiyo inafika time wanakuwa na cream ya national team. Sio, unaelewa? Yaani national team ya Uganda hakuna mchezaji anatoka from nowhere. Lakini sisi tuna group la wachezaji ambao wanatoka from nowhere. So inafika time walimu wakikosa matokeo wanaanza kucomplain about quality. Na ni kweli unakuwa unawaelewa, lakini that time unakuwa uelewi kwa sababu unakuwa mbeba uzalendo na ushabiki. Sio, unaelewa? Unaanza kucomplain, haiwezekani. So lakini in terms of quality na kuitengeneza national team, Uganda wametuzidi. So kwenye hili group Tanzania kila mechi moja atakaocheza akishinda kuna kitu kinaongezeka. So kwa sababu sisi kwenye ile group ndo underdog. Idi, tuache kidogo kundi. Najua kundi hili tutakuja kudadavua sana, tuna siku nyingi sana. Kitu gani unakitamani kukiona kesho kwa Miguel Gamondi kwenye mechi dhidi ya Kuwait? Kwanza ni kurudisha confidence ambayo tumeipoteza. Unajua tuna michezo takriban 6 hatujashinda. Mchezo wa mwisho ule wa makundi ambapo Shomari Kapombe dakika 89 akifunga bao hapa Benjamin Mkapa, tukacheza dhidi ya Afrika ya Kati. Sio goli tu, sema goli kali. Goli zuri. Volley nzuri kabisa ile. Tukacheza dhidi ya Afrika ya Kati. Si wachani. Ndio nakwambia, yani michezo 6 jumla hatujapata matokeo ya ushindi sisi. Baada ya ule mchezo Afrika ya Kati tukaenda suluhu, tukacheza dhidi ya Niger, tukapigwa, Zambia tukafungwa, Congo Brazzaville
Ile na Morocco na Morocco mchezo wa robo finali ule tulipoteza. Kwa hiyo tuna michezo takriban 6 hatujashinda. Kwa hiyo kwanza ni eneo la kurudisha confidence kwa timu, kwa Miguel Gamondi, lakini pia kuna kilio cha watu cha muda mrefu kuhusiana na Kevin John ambaye tangu mwezi Machi huyu hajaitwa kwenye national team, ambapo mwaka 2020 tunalikumbuka gazeti la England The Guardian. Unajua Kevin John Mbappe alitajwa kati ya vijana 60 ambao wanatarajiwa kufanya makubwa, kina Jamal Musiala, kina Florian Wirtz, ambao kilinganisha naye na yeye vis-a-vis hawa ambao walitajwa unaona wako bora zaidi, lakini huyu unamzungumzia ni promising, tulihitaji kuwa naye. Kwa hiyo Miguel Gamondi amecheza na hii na huu mziki hivi, kwa hiyo amemuita. Kwa hiyo kwanza ni kuitafuta confidence ambayo tumepoteza kwenye mechi 6 hapa, hatujapata matokeo ya ushindi. Kwa hiyo kwa Miguel Gamondi nadhani hiko ataanza nacho dhidi ya Kuwait, ambapo tulicheza dhidi ya Iran tukapoteza, na Kuwait hawa ambao tunacheza nao wana michuano ya Arab Cup ya mtoano na kucheza dhidi ya Mauritania ambao tuliwafunga sisi. Kwa hiyo unaona wao wana time, wanajua wakicheza na sisi kuna kitu atakipata, kwa sababu sisi tumewafunga watu ambao wanaenda kucheza nao. Kwa hiyo Miguel Gamondi kwangu namuona kwanza anaenda kutafuta confidence ambayo tumeipoteza. Na umemzungumzia nyota Kelvin John, na tuweze kumsikia Kelvin John amezungumza nasi kuhusiana na kambi inavyoendelea nchini Misri, matayarisho yao kwa ujumla kama timu ya Taifa Stars. Unaonaje kwa ujumla wake? Vizuri, wachezaji wote wako na morali. Nadhani bado siku mbili kuelekea mechi ya Jumamosi dhidi ya Kuwait. Sisi kama wachezaji nadhani tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo. Tunaendelea kupokea maelekezo mazuri kutoka kwa mwalimu na benchi zima la ufundi kuhakikisha tunaenda kufanya vizuri katika mchezo wetu wa kirafiki. Nadhani kwetu sisi kama wachezaji ni mechi muhimu kwa ajili ya kujipima kuelekea AFCON, kwa sababu mashindano yapo karibu. Nadhani kama siku 30 hivi kutoka sasa mashindano yanakuwa yanaanza, kwa sababu inakuwa mchezo mzuri kwetu kujua wapi tulipo na wapi tunataka kuelekea. Kwa hiyo tunatumia mechi hii dhidi ya Kuwait kuhakikisha tunafanya maandalizi yaliyo bora, kujua wapi tunakosea, kujua wapi tulipo, ili kuelekea kuweza kufanya vizuri kwa michuano ya AFCON vile vile. Kwangu mimi naichukulia mechi muhimu, kwa sababu mechi yoyote ya timu ya taifa ni mechi muhimu sana kwangu, na pia vile vile sijacheza muda mrefu kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo ni wakati wangu wa kurudi na kufanya kile ambacho mimi siku zote huwa nakifanya. Kwa hiyo nimejiandaa vizuri kisaikolojia na kimwili kuweza kuhakikisha tunafanya vizuri kwenye mchezo huo. Kevin John akiweza kuzungumza kuhusiana na matayarisho ya Taifa Stars, very professional. Kuna professionalism fulani unaiona how he speak. Ukitoka hiyo kija lazima tofauti kidogo. Ana misingi ya kuzungumza vizuri, kwa sababu amekuwa katika mazingira mazuri pia. Mimi kitu ambacho nilikichukia kutoka kwa Kevin, alijitengenezea ubinafsi na ukubwa kabla hajakuwa mkubwa. Sio kwamba watu walikuwa wanamzunguka, na sisi pia kuitengeneza kuiframe. Tungemframe vizuri angekuwa. Unaelewa? Sio kwamba wote tunapaswa kulaumiwa kwa nafasi moja au nyingine Rashid. Kwamba jina ile Mbappe, yani hiyo. Ngoja nikwambie kitu. 1998 kulikuwa kuna majina makubwa sana kuelekea AFCON, si ndio? Kina Karusha Bwalia, kina Pele, kina Odo, kina Sande Ulise, walikuwa ni majina makubwa sana, mataifa mengi. Kongo kuna mtu mmoja Captain Simba, makubwa sana. Afrika unamzungumzia Abedi Misri kuna kina Hossam Hassan, kina Morocco kuna kina Yusuf Chipo, kina Mustafa Haji. Walikuwa kubwa sana. Lakini Afrika Kusini mchezaji mkubwa alikuwa ni Philip Masinga. Chipo Masinga. Unaelewa? Wakina Mark Fish, wakina Lucas Ladebe. Lakini sasa media za Afrika Kusini ikaona namna nzuri ya kwenda kubato na hawa wakubwa ni kumpromote Ben Makati. Wakambeba Ben Makati, media zote zinamzungumza Ben Makati. Kwa kila mechi moja ya Afrika Kusini alikuwa anazungumza Ben Makati kuliko mechi yenyewe. Rafiki yangu Pierre Reis alikuwa anazungumza. Sasa pale katikati sana battle wa Debe na Mark Fish. Umeelewa? Yeye alikuja baadaye kwenye World Cup kule. Kwa kanazungumzwa pale. Kwa walivyokwenda ikafika hatua wakawa wanamuogopa.
Ben Makati anaogopa. Ni mdogo lakini akawa anaogopwa kwa ukubwa wake. Sio, unaelewa? Tukaenda World Cup. Vyombo vya habari vikampokea Michael Owen. Michael Owen akazungumzwa, kama unakumbuka paka game na Argentina wala kina Diego Simeone wanauliza kwani huyu ni nani yani huyu ni nani yani. Yani David Beckham ana jina kubwa lakini media zilimchukua Michael Owen. Only Michael Owen. Zikaenda naye. Zikamtupa kwanza hata Ronaldo de Lima, zikamtupa Romario, unaelewa, yani majina makubwa kamchukua. Sisi hatukufanya dhambi kabisa kumchukua Kevin John na kumpeleka pale juu. Sio dhambi kabisa. Ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo tunataka tumproud, ni wa kwetu. Tukamtazama, bahati mbaya yeye sasa baada ya kumpeleka juu akaingia akatengeneza ubinafsi. Inawezekana pia ni udogo pia. Sasa udogo pamoja na mtu ambaye alikuwa yeye anamtazama kama role model, ni mtu pekee ambaye mataifa mengi alikuwa anakataa, huyu sio Mtanzania, Mbwana Samata. Unaelewa? Lakini Mbwana mimi naamini alikuwa mjengi kwenye namna ambavyo yeye alikuwa na display kwenye jamii au namna ambavyo na display. So mimi namlaumu yeye mpaka leo. Ndio maana hata hapa Nonga amejaribu ku reverse kuona huyu hakupaswa kuwepo hapa. Yani sasa hivi tunamzungumzie Kevin, yuko zake Arsenal, yuko zake Atletico, yuko zake Villarreal, ndio zake wote wale 60 walipo. Inshallah itakuwa. So, of course in time na ni swala risk. It is a process. It's a process. Ujue ilikuwaje? Ilianza mwanzo. Nikiulizana hapa timu ikipangwa kati ya Selemani Mwalimu na yeye nani aanze, nafikiri bado mtakuna. Sawa, tutoke hapo kwenye timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Tuelekee tuangazie Young Africans ambapo mashabiki wa Yanga mkoani Iringa wameelezea matamanio yao ya kufuta uteja wa kuishia hatua ya makundi kama ilivyokuwa msimu uliopita na kuvuka kuelekea msimu wa hatua ya robo finali kama ilivyokuwa msimu wa mwaka juzi, ambapo wamesema kwamba kocha mkuu wa timu hiyo anapaswa kufanya kazi zaidi eneo la ushambuliaji ili angalau waweze kufika hatua ya robo finali. Mwenzetu Mohamed Nyaulingo kutoka mkoani Iringa ametuandalia taarifa ifuatayo. Kwangu mimi binafsi, klabu yangu kama timu yangu Yanga, timu yangu naiamini na uwezo mkubwa, pia ina uzoefu mkubwa wa michuano ya CAF, na imani viongozi ili jambo wameshaliona watalifanyia kazi. Kamati ya ufundi ipo na imani kubwa timu yangu itafanya makubwa, ndio washangaza watu wengi sana. Ingawa watu wengi wanabeza kwa timu yangu ipo kwenye wakati mgumu, kundi iliyopo ni gumu zaidi, lakini kwangu mimi najua mpira mchezo wa makosa, pia mpira ni mbinu. Kwa hiyo hatua timu itakuwa icheze kwa mipango zaidi, kuangalia inatafutaje alama 3 na anapambana vipi ili apate hizo alama 3. Mimi timu yangu sina mambo mengi ya kuongea sana, timu yangu naiamini sana. Mnaenda robo finali? Uhakika, naenda robo finali. Yaani wewe mwenyewe unaelewa. Mimi timu yangu naielewa kwa bwana mambo yetu sisi tukifika kwenye level kama hizo. Wao tunabadilika, sio Yanga ligi kuu. Ina imani kubwa sana timu yangu itafika mbali. Kwa matarajio yangu mimi binafsi, natamani sana timu yangu nione kicheza nusu finali kwa mara ya kwanza ligi ya mabingwa Afrika. Kwa sababu Confederation timu yangu tumefanikiwa kufika finali na kiu kubwa na shauku kubwa. Kwa timu yangu inafanya makubwa Champions League. Ni kundi gumu lakini ndakwa tujipange. Tukijipanga inawezekana tunaweza tukatoboa tukaenda hatua inayofuata. Yenyewe kama wana Yanga matamanio yenu hasa ni yapi? Matamanio yetu ni kwenda mbele zaidi. Kufika robo finali. Matamanio ya klabu ya Yanga kwenye upande wa makundi ni kwenda hatua nyingine, na hilo saa hizi tunajivunia kwamba jambo la kwanza tumempata kocha pale, na bahati nzuri amekuja ameona mechi yetu ya kwanza. Kwa hiyo matarajio yetu na matamanio yetu sasa hivi ni kwenda hatua nyingine, kwa sababu tulishafanya vibaya kwenye raundi ya msimu uliopita, lakini safari hii tuna morali kwamba bwana na ya kwenda hatua nyingine, kwa sababu tulifanya vibaya awamu ya kwanza, lakini safari hii haituzuii kwenda hatua nyingine. Tunajua kwamba kundi letu ni gumu, lakini yote kwa yote maana yake kwamba kocha ameona na atajipanga vizuri kuhakikisha tunakwenda hatua nyingine, kwa sababu wachezaji wapo, ingawaje wachezaji ni wageni, lakini mwalimu ana kazi kubwa sana kuweza kuwatengeneza wachezaji wetu. Kubwa zaidi ndio hasa viongozi, hasa kocha pamoja na wachezaji, nafasi watakazozipata safari hii wazitumie, kwa sababu kama hatutozitumia nafasi hasa za nyumbani inaweza katukosti baadaye. Lakini sina mashaka juu ya hayo, na hao wengi hata wachezaji wenyewe wanajua kwamba mcheza kwao utunzwa. Kwa hiyo safari hii wachezaji tusifanye makosa, na pia hata mashabiki tutakapokuwa tumepata nafasi ya uwanja wetu wa nyumbani
Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi ili kutoa hamasa kwa wachezaji wetu, kuwapa morali ili tuhakikishe tunakwenda stage nyingine. Mashabiki wa wananchi hao wakiwa mkoani Iringa wakiweza kuzungumzia kuhusiana na matarajio yao na matamanio yao ya kuweza kufika mbali zaidi katika msimu huu wa ligi mabingwa barani Afrika, hatua ya makundi. Tutazame misimu mitatu ya Young Africans katika michuano ya kimataifa, hali yao ilikuwaje, waliishia wapi, walikuwa na misimu gani katika misimu hiyo mitatu. Young Africans msimu uliopita ambao ni ulikuwa msimu wa 2024-2025 waliishia hatua ya makundi. Hapa alikopo mwanetu Mirudi wa hatua makundi. Ni Mirudi Hamdi. Sedamovic alikuwa Sid alimaliza alafu Mirudi ndo baadaye Sid Ramovic ndo akaondoka German Machine. Akanacheza zile mechi watu wakawaelewi bwana. Anasema mbona tunashambuliwa sana? Si ndio falsafa ilikuja ya gusa achia twende kwao. Hapo. Sawa, msimu wa 2023-24 walishia hatua ya robo finali Champions League, ambapo hapo alikuwa na Miguel Angel Gamond, wakati finali kwa shirikisho msimu wa 2022-23 walikuwa na Nasreddine Mohamed Nabi, Baba Nabi. Msimu fulani hivyo ukiangalia ukisema kwamba hii sasa ndio ile kauli mbiu ya Young Africans walitoa the returns of champions. Ukiangalia hii misimu mitatu hii ndio wanasema sasa hapa hamjafika kule, lakini at least Afrika inatambua Young Africans. Ilikuwa ni prime Yanga kabisa kwenye msimu huu ambao umeutaja 2022-2023, lakini msimu huu ambao wanauendea dhidi ya FAR Rabat ambao una akisi kwenye msimu ambao ulipita, walishia kwenye hatua ya makundi dhidi ya MC Alger. Hawa ambao wanakucheza nao hao wenzao walishia kwenye hatua ya robo finali. Kwenye mzania wa timu hizi wengi wanazungumza ambavyo wanazungumza, lakini kwangu mimi nawezeka ni timu ambazo zinafanana sana kwenye mambo mengi sana kwenye misimu yao. Msimu uliopita FAR Rabat walimaliza kwenye nafasi ya pili, RS Berkane akiwa mabingwa, lakini Yanga tunajua ambacho wamekifanya kwa msimu huu ambao tunazungumza hivi sasa. Ama bwana amecheza michezo 8, ameshinda michezo 5, ametoka sare kwenye michezo 3, amefunga mabao 14. Mohamed Hirmat ambao umemtaja hapa na mabao 6. Tulimuona huyu akiwa na Morocco kwenye hatua robo finali ambayo tumezana nao sisi timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars. Lakini ukiichukua Yanga jinsi ilivyo na inapoelekea kwenye huu mchezo na aina ambavyo wameingia mara 3 mfululizo kwenye hii hatua ya makundi, unaona Yanga kuna kitu anakimaanisha kwenye ubora ambao wanao. Jana kulikuwa kuna mjadala hapa kwa nazungumzia wachezaji ambao wamewasajili ambao wameingia kwenye timu yao. Kwangu Yanga anaichukulia kama timu ambayo imeenda kuongeza ubora. Nilimsikiza Ali kati anazungumza, unajiuliza mtu kama Prince Dube ambaye yupo mchezaji kiongozi, mtu kama Shadrack Kiboka kwenye maeneo katikati ya uwanja, ni quality ambayo Yanga wameingiza. Hapa jana tunaizungumzia timu ya taifa Nigeria ambayo imepata matokeo. Gabon walifungwa na quality tu. Yaani mara baada ya dakika 120 yule ambaye aliingia akafunga bao, mchezaji ambaye alikuwepo uwanjani. Ni ubora huo Yanga wameuongeza kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo ukijumuisha kwenye msimu ambao umepita na msimu huu ambao wanauendea dhidi ya FAR Rabat, na ubora ambao wanayo na desire ambao wanayo, naamini Yanga tena kufanya vizuri sana na aina ya historia ambao wanayo huko nyuma. Na mimi pia unasema Shadrack Kiboka na Prince Dube wanaonyesha Andy Boyel na Captain Shaba kuingiziwa nyota ambao hapo. Rashid tutakuja kwako. Tuangazie kuhusiana na kikosi cha FAR Rabat. FAR Rabat ni timu ya aina gani? Yenyewe inaitwa ama kirefu chake inatambulika kama Association Sportive des Forces Royales, yani FAR Rabat, na timu hii imeshinda ubingwa wa Morocco Botola Pro mara 13. Ubingwa wa mwisho ulikuwa ni msimu mwaka 2023, nafasi msimu uliopita nafasi ya pili. Ubingwa wa CAF Champions League mara 1 mwaka 1985, ubingwa wa Confederation mara 1 mwaka 2005, lakini hii mabingwa wa Afrika msimu 2024-25 walishia hatua ya robo finali. FAR Rabat walitolewa na Pyramids. Ilikuwa ni Pyramids. Walifungwa mabao 4-1. Yes, 4-1. 2-2. Kule sio 2-2. Walivyorudi kule walishinda 3-2 ama 2-1 hivi. Msimu wa mwaka jana. Kama ni Pyramids. Walishinda 4-1. Yaani Pyramids mechi ya kwanza walishinda 4-1 ile. Mechi ya pili
aisee walipelekewa moto. Walijua mechi wamemaliza. Walipigwa moto sana Pyramid. Yani Sfa walikuwa bora kweli kweli. Baada ya pale Pyramids akaelekea njia nyingine. Nakumbuka mechi tamu ambazo niliwahi kuzishuhudia, yani zilikuwa zina mvuto ile wa intensity yake ile kubwa. Ni mechi kati ya Sfa dhidi ya Pyramids, ile mechi ya marudiano ambayo walikuwa kwa Morocco kwao, na mechi kati ya Esperance de Tunis dhidi ya Mamelodi Sundowns ya nyumbani. Esperance ipo nyumbani. Ile mechi ilikuwa tamu kwa sababu hii mechi nakumbuka ya Sfa, baada ya kutolewa Sfa, mashabiki wao wakaanza kurusha vitu uwanjani dhidi ya Pyramids. Yani ilikopo ni vurugu. Yani of course alicheza vizuri. Wanaenda kutuliza lakini ngumu. Na Esperance de Tunis dhidi ya Mamelodi Sundowns, Esperance walifunga bao moja bwana. Afu refa kaikataa. Watu wakawa wanapeleka hivi. Champions League ya Afrika hatari kaka. Ando tamu, unajua mpira wetu kivyetu. Una burudani zetu ambazo tunaamini huwa unatupa ladha ya Kiafrika. Of course nimejaribu kuangalia hapo profile ya FAR Rabat. Sio klabu ya kinyonge hata nchini Morocco. Ni timu. Ni timu hasa. Timu hiyo ambayo imeanzishwa miaka 3 baada ya Morocco kupata mwaka 1958. Naelewa. Kwa ni klabu ambayo toka inaanzishwa ilitengenezwa kwenye hiyo misingi ya kijeshi mpaka leo. Kwa sababu hata alianzisha pia dhumuni la kuanzisha, yani zinataka kufanana na Mashujaa. Yani wakati yule King Hassan wa pili anaanzisha hii FC Rabat FAR, ilikuwa ni kujaribu kuleta uchangamfu, utayari na utimamu wa askari. Sasa ikaenda kadri inavyokuwa na mambo yakawa yanaongezeka. Sababu hata kombe lao la kwanza ambao wanalipata ilikuwa ni Arab Cup, ambao ilikuwa ni hawakuamini kama wao wanakuwa mabingwa. Ndio ndoto zikaanza hapo. Kwamba okay, kumbe hivi vitu vinawezekana. Sasa tuanze kutengeneza timu ambayo iko serious, kuanza kugombea ubingwa wa ligi na ndoto zingine. Ndio akaanza kupambana, maisha kafika mpaka hapa. Lakini ukinapoizungumza ni timu ambayo ina uwiano mzuri. Unajua ni mabingwa wa Botora mara 13. Ni mabingwa wa FA mara 12. Na kama unavyoona mabingwa wa Champions League, mabingwa wa Confederation. Sio? Participation yake kwenye mashindano ya CAF imekuwa iko much better. Ndio eneo zuri sana la kulizungumzia kwa sababu hata ubingwa ambao tunazungumzia umeona miaka yake hiyo. Lakini kwenye hizi CAF Club Inter Competitions ni mara 13 wamecheza. Yani wanapia wanatokea mara kwa mara. Na mtu inawezekana watu wamesahau Ayubu ambaye alikuja Al-Ahly kucheza kwenye klabu ya Simba msimu 2023 ule wakati Shimanula ameumia. Alitoka hapa wakati huu msimu wanakuwa mabingwa, ndo Ayubu ndo anaondoka huu msimu anakuja kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo unaona ni aina fulani ya timu ambayo imezoea, yani ipo kwenye haya mazingira, inacheza mara nyingi. Nimeona katika call up ya juzi wachezaji wao 5 wakiongozwa na Hilmat wamejumuishwa katika kikosi cha Morocco, lakini ukiangalia wachezaji wawili hawatacheza. Mfano mimi kwa mtu kama yule Hilmat, Mohamed Hilmat ni miongoni mwa wachezaji bora sana. Nahodha performance ya Chani ile ndio memnani wa Morocco. Lakini ukifoze Morocco ina watu kwamba eneo lake pale katikati kuna Soufiane Amrabat, lakini unaona kabisa kwamba huyu quality yake Soufiane akiumia huyu anakuja hapa na anacheza. Lakini watu kama kina Hamza Kaba ambao wapo pia nafikiri tutakuja kuwazungumzia pia baadaye siku za mbeleni hapa kidogo, kwa sababu kuna muda kuweza kuiangazia kikosi cha FAR Rabat. Lakini pia alipita Nasreddine Mohamed Nabi msimu 2023 na Inonga Inonga msimu mwaka jana alikuwepo katika mpaka hatua ya robo finali. Tutoke hapo tuangazie taarifa nyingine. Kwa sasa tuelekee mkoani Iringa, bado turejee mkoani Iringa ambapo kuelekea mechi za hatua makundi kwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa upande wa mashabiki wa Simba Sports Club mkoani Iringa wamesema wana matumaini makubwa na kikosi chao chini ya kocha Dimitar Pantev meneja kwa ajili ya kufanya vizuri na kutinga hatua ya nusu finali kama uongozi wa Simba ulivyoweka ahadi ya kutamani malengo yao msimu huu. Mwenzetu Mohamed Nyaulingo ametuandalia taarifa ifuatayo. Ukiangalia kiuhalisia katika ile kundi
Esperance ndio timu kubwa zaidi, anayefuata Simba na Stade Malien ndio anashika nafasi ya mwisho. Kulingana na uzoefu wa klabu ya Simba katika hii miaka karibuni, Simba imekuwa ndio timu inayofanya vizuri zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kutokana na performance ya hii Simba awe mbovu awe mzuri, lakini ana wastani mzuri wa kufika robo finali. Kwa hiyo kwa uzoefu wa klabu ya Simba, alishawahi kupangwa na makundi magumu zaidi ya kundi la mwaka huu. Alishawahi kupangwa na Al Ahly, akapangwa na AS Vita, lakini Simba bado aliongoza ile kundi na akafuzu. Kwa hiyo kwa mwaka huu klabu ya Simba na yakishia kutokana na uzuri wa kocha walionaye pamoja na wachezaji wapo bora. Simba amesajili wachezaji bora, hata saizi wanavyocheza, yani Kamara amekosekana mechi nyingi, lakini kama jinsi Simba inavyocheza kama Kamara yupo, lakini kiuhalisia mwaka huu Simba atafanya vizuri. Sisi hapa mashindano ya kimataifa tuna vitu vingi tumefanya na tutaendelea kufanya kwa sababu tuna uzoefu nao. Pia kuhusu mechi kundi tuliopangwa kidogo ni gumu kwa msimu huu, ila tutajiandaa kupambana nao. Kuhusu kundi tuliopangwa ni gumu, ila tutajiandaa kupambana nao sababu wachezaji tulionao wana experience kubwa ya mashindano ya kimataifa. Pia wengi wao wamecheza kimataifa. Unaona mnaweza kwenda hatua robo finali? Robo finali pia tuna uwezo mkubwa sana. Katika ile kundi sisi tuna uwezo mkubwa sana kwenda robo finali kwa sababu wa timu tulionayo. Na sisi kuhusu swala la robo finali kwetu sio tatizo. Kocha mpya unatupa matumaini, na nakumbuka kuna siku ulikuja kunioje hapa nikakwambia kwamba Fadu alienda na timu pre-season, lakini hakuleta kile kitu ambacho tulidhani anaenda kukitengeneza kule pre-season. Amerudi hapa timu ikawa inacheza kwa tempo ile ya hali ya chini. Lakini saizi tunaona kabisa kuna hali, angalia tulipocheza na JKT, wachezaji walienda kwa tempo ya chini. Alipokuja kufanya rotation ya wachezaji watano kwa pamoja, tuliona kuna kitu ambacho tunakiona kwamba yes, this time tuna wachezaji ambao wanakwenda kubadilisha matokeo, kwa sababu tulikuwa tunacheza tu first half, lakini second half tulikuwa tunakuja kwenye tempo ya chini sana. This time unakuta timu inacheza dakika 90. Kwa hiyo hicho kitu kinanipa matumaini kwamba tunakwenda kuonesha kitu. Unaiona robo finali? Kwa Simba robo finali ni uhakika. Kwa sababu na kukumbusha misimu miwili ya nyuma Simba alikuwa game 2 amecheza hana hata point hata moja. Lakini alienda kucheza na Vipers. Unakumbuka alienda pale akampiga Vipers goli moja. Amerudi hapa akampiga tena Vipers. Akana point ngapi? Point 6. Watu wote walikuwa haamini kama Simba atakwenda kutoboa. Na lile kundi lilikuwa lina Wydad Casablanca, lilikuwa na Horoya, lakini wote hao walikuja hapa tukawafunga na tukaqualify. Shukrani sana mwenzetu Mohamed Nyaulinga kutoka mkoani Iringa. Na tuangazie misimu mitano ya mnyama mkali Simba Sports Club akiwa anashiriki katika upande wa michuano ya kimataifa. Rekodi zake zimekuaje na ameweza kuishia wapi? Itabaki kuwa ni msimu uliokuwa bora sana msimu uliopita chini ya kocha Fadhurrahman Davis katika upande wa kombe la shirikisho kwa kufikisha finali ya kombe la shirikisho, lakini wameishia hatua ya robo finali mara mbili, msimu 2023-24, 22-23 katika ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini msimu 2021-22 hatua robo finali kombe la shirikisho, wakati 2020-21 robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Ukiangazia hivi Simba inang'ara. Timu fulani kubwa. Simba inapendeza. Robo finali. Imeenda hivyo. Huku kwenye michuano hii ya CAF hasa ya ligi ya mabingwa yani Simba kuingia robo finali imekuwa sio story tena. Watu wanazungumzia ama wanahitaji ama wanapenda wavuke hapa waondoke. Ndio maana hata ukiwasikiliza mashabiki au wadau wengi wa soka kuhusiana na mchezo kwenye hili kundi lao ambalo wapo tayari washamhesabia bwana huyu ataenda kucheza hatua ya robo finali. Lakini wewe unamhesabia? It be tough kidogo kwa msimu huu kwa aina timu ambazo zipo na aina ya matokeo huenda yakawa tofauti kidogo. Kwa hiyo ukiweka turufu yako, shilingi yako kwa historia ambayo wanayo nitawapa wataenda hatua ya robo finali. Lakini no Rashidi, yani kwa misimu ambayo wameshiriki, unajua Simba kwenye misimu ambayo wameshiriki kwenye hii michuano ya ligi mabingwa barani Afrika
mtu hawezi kukuelewa ukaibuka moja kwa moja kwamba bwana hawa hawezi kuvuka hatua ya makundi. Kuna facts zinakukataa, yani zinakukataa facts, kwa hiyo inakupa sababu ya kusubiri. Namuelewa hili. Kuna sababu zinakukataa. Hivi kuna Simba ambayo kama ilikataliwa ile ya Simba, Horoya, Vipers na Raja. Nakumbuka ile alianza na Horoya, si ndio nakwambia alivyoanza Simba alianza akawa moja Inonga kafunga goli moja hivi kule, ile iko nzuri ile kaka, ile haikuwa nzuri, alikuwa unga Rashid ile sio Robertinho, ndio Robertinho si ndio Robertinho ile kaka, ile Simba ilifunga goli kule pendu tu. Yani ile Simba ilikuja ile Simba Robertinho ilikuwa inashinda mpaka huku kwenye ligi, ila ndo haichezi vizuri, inashinda, si ndio timu hiyo? Lakini kwenye ngazi ya huku ni miongoni mwa Simba ambayo haikuwa imara, kwa sababu ilikuja kufanya ile turn na Vipers kushinda ugenini, wakaja hapa wakampiga Vipers na Inonga alifunga goli gumu. Alikumbuka ile Vipers ile gumu kulikweli. Mi of course nakumbuka lile goli lile la kuforce sana ilikuwa kweli. Lakini kwenye lile kundi mimi nakumbuka, mimi niliamini Simba atapata alama kwa Vipers, niliamini atapata alama kwa Horoya. Yaani mimi sikuwa na mashaka kwenye kushinda mechi zile, kwa sababu kunaamini katika objective. Objective ilikuwa yenyewe kabisa. Samba Loketo. Ile mimi unajua Robertinho alikuwa na bahati mbaya tu. Yaani Robertinho kama Romain Folz. Umeona? Yaani wewe Rashid wewe si ndio unasema Romain Folz atoche, afu unasema ana bahati mbaya. Sasa si ndio nasemaje? Ni kama unajua Romain Folz kashinda mechi ya Yanga. Rashid kwa vitu usikuelewi. Rashid kama mimi napepesa hapa. Kwenye kiti hapo kiti chako. Mimi Romain Folz atoshi. Romain Folz unajua alikuwa atoshi kwa sababu ya rekodi zake alizokuja nazo leo mwanzo. Sasa leo nikamwambia Romain Folz kwa takwimu ni kocha mbaya. Nakumbuka? Kwamba ni kocha mbaya. Lakini huenda viongozi wa Young Africans kuna kitu tofauti umeona. Si unaelewa? Lakini kwa mujibu wa takwimu ni kocha ambaye simuoni kama anatosha kwa Young Africans. Si ndio? Robertinho anashinda. Si ndio? Lakini watu hawafurahi. Alikuwa anashinda lakini watu hawafurahi. Timu inashinda kwa sababu Robertinho mpaka anaondoka hapa kacheza mechi 15. Kashinda mechi 14. Si ndio? Lakini watu walikuwa hawaenjoy. Yaani haiwezekani. Ndio lakini haiwezekani. Lakini mwisho wa siku ndio hiyo bahati mbaya. Kama Romain Folz bado idara ya habari ikaendelea kumpamba Romain Folz. Labda wakaamini Romain Folz akicheza na Yanga na Simba akishinda labda upepo utabadilika. Lakini kacheza na Simba akapata matokeo lakini watu wame tuwafahamu Petro Atletico, wapinzani wa Simba Sports Club ambao wenyewe tunajua kwamba Petro Atletico watapambana nao katika mchezo wa kwanza. Wameshinda ubingwa wa Angola mara 19. Ubingwa wa mwisho ni msimu 2024-2025 CAF Champions League nusu finali msimu 2021-2022, hatua ya makundi msimu 2020-2021, msimu 2019-2020, msimu 2024-2025 hawakushiriki. Petro Atletico Luanda, Benvindo Luanda, Eu amo Luanda, obrigado. Obrigado. Hiyo ni kwa mwanamume. Kwa mwanamke ni obrigada. Ibedilani sasa. Sasa of course kwenye ushiriki wa Petro di Luanda kuna daraja ambalo tunakuwa tunawapa. Ni kutokana na ukubwa wa kudominate mpira wa Angola, uwekezaji mkubwa ambao umekuwa wakifanya katika taifa la Angola, na ushiriki wao kwenye Champions League imekuwa ni miongoni mwa timu tishio kwa baadhi ya timu. Lakini ukiangalia hiyo jedwali ambalo lililetwa hapo, unaona kuna makundi finali hawajashiriki. Sio haitishi sana. Lakini kwenye namna ambavyo wamekuwa wanatisha ni quality ya wachezaji ambao wamekuwa nao wanavobato na hizi timu ambazo sisi tunaamini zenye ubora mkubwa. Petro amekuwa kibato nao vizuri sana, na wamekuwa kuna wachezaji ambao wanazungumzwa hata baada ya timu yenyewe kuondoka kutolewa kwenye mashindano. Hapo ndipo ukubwa wa Petro ukakusanyika.
Lakini kwa nini CAF pia huwa wanawapa kipaumbele? CAF wanawapa kipaumbele Petro ni kwa sababu Petro ni miongoni mwa timu ambazo zipo Angola zina mashabiki wengi sana, ambao hiyo idadi ya mashabiki ambao wanaisupport Petro de Luanda imekuwa ni moja kati ya kivutio kikubwa kwenye mashindano ya CAF. Na uwekezaji ambao umekuwa ukifanywa huwa wanasign kila msimu, huwa wanapata big names 2 3 ambapo ukikutana nao kwenye Champions League ndio unakuja kukutana na ile ladha. Na mara zote kwenye Champions League wamekuwa wakitolewa, hawatolewi kwa kufedheheshwa. Unaweza game 1 ikaenda 1-1, game ya pili ikaenda bila wametoka. Game ya kwanza ikaenda 1-2, game ya pili 1-1 wametoka. Kwa hiyo quality ndio huwa watu wanaizungumza na ubora wa Petro de Luanda, kwamba ni timu ambayo haifanyi vizuri sana kwenye level ambazo sisi tunazitazama, lakini ile participation yake, ushindani aliokuwa nao kwenye Champions League ndio ambao umekuwa ukileta mashaka na ubora wa kuwazungumza Petro kama miongoni mwa timu kubwa na timu zoefu kwenye bara la Afrika, hususan kwenye Champions League. Kwa jambo jepesa kusema kwamba Petro Atletico sio Wiliete, sio Sagrada Spelanga, sio Bravos de Maki. Petro ina daraja lake. Petro ina daraja lake ambayo ipo hapa, imekaa hapa juu. Na inawezekana Simba ambavyo wanaichukulia ama wanavyoichukulia hii mechi ya Simba dhidi ya Petro Atletico, na inawezekana pia Petro Atletico nao wanachukulia ambavyo Simba wanaiangalia ambavyo wanaitazama. Kama umetazama historia yao kwenye hii michuano, ukitazama na Simba ambayo imecheza robo finali nyingi, kuna uwiano fulani hivi unaweza ukauweka, lakini domestically kwa maana kwenye ligi Petro alifanya vizuri kidogo msimu uliopita kuliko Simba Sports. Kwa hiyo kwa dhana hiyo na mchezo huu ambao wanaenda kucheza, inawezekana mahesabu ya Petro yakawa ni yana mfanano na Simba kabisa, kwa sababu ukimtazama Esperance ambapo hata Simba hawa Petro Atletico na Stade Malien ambao wamekaa, inawezekana ule Esperance kuna zile dakika 90 za mpira ambazo zitaamua, lakini tayari pale hata zile ranking reports ambazo zimewekwa, kwa sababu bwana huyu inawezekana huyu tumwache yupo kama jinsi alivyo, sisi tenda tuokota alama the way mpira ambavyo utatupa matokeo, lakini sisi ambao tutacheza sisi wenyewe kwa wenyewe inawezekana tukapata kitu. Hapa ndipo Petro ndo wanapokuja hapa. Inawezekana kwenye mchezo dhidi ya Simba, kutokana na historia pia ambao wanao kwenye uwanja Benjamin Mkapa, kuna kitu Petro wanaweza wakaja wakakiprove ama wakakipata dhidi ya hii Simba ambayo tunaizungumza hivi sasa. Kwa ni moja kati ya mchezo ambao uko trick sana. Petro inawezekana ni aina ya timu ambayo ikaja hapa ikaja na aina matukio tofauti ambayo wengi tumewazoea Simba kwa wanapata Benjamin Mkapa. Yaani ile draw ilivyotangazwa tu Simba sasa na Petro. Yaani kuna watu wa Angola wakaanza kuuliza tayari kuhusiana na hoteli street nini siku ile kaka. Yaani Simba na nilia pub. Watu wanaanza kuuliza bwana hii. Akasema bwana mbona ni mapema, yaani unajua ile draw tarehe 3 lakini tayari yani zile kwa watu wanaanza kuuliza, kwanza kudodosa hivi inakuwaje hivi unajua zile hivi wanakutaka yani akasema watu wanakutaka. Yani kuna timu moja bwana tukwambia Rashid Taidi naenda kucheza na timu pinzani, alafu watu wakaingia kwenye mfumo bwana, sasa sisi tutaakilibu bwana we kukilimiana humu imo hiyo akakubali kukilimiwa na tokosa lolifanya wakulungu wakaina machini nataka kukilimiwa kweli sio kweli kaka haiwezekani. Na bahati nzuri ili group la Simba ile group la Simba kama ni wote wa downtown yani wote wa downtown kupa biskuti usile nikatae wewe chukua imenge sawa, sababu otherwise utakutana kitu ambacho kiko very surprise. Na mimi kusema kweli, to be honest, kwenye kundi hili la Simba natarajia zaidi surprise. Surprise. Natarajia zaidi surprise, lakini sina hakika
kama Simba anaweza kufanya vizuri sana, ila natarajia surprise. Sawa, tusubiri surprise. Sasa tutoke hapo kwa Simba Sports Club, turejee kidogo katika ligi kuu ya NBC hapa ambapo ofisa habari na mawasiliano wa bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Karim Boimanda amesema wamejiandaa vizuri kuelekea kwenye mechi za ligi kuu mara baada ya kurejea kutoka kwenye mapumziko ya kalenda ya FIFA. Boimanda amesema kutokana na ratiba ya timu za Simba, Yanga, Azam pamoja na Singida Black Stars kwenye mashindano ya kimataifa kutokana na mabadiliko ya ratiba ligi kuu ya NBC. Ligi kuu ya NBC itarejea Novemba 21 kwa michezo miwili, wakati wa wawakilishi wa Tanzania kwenye mashindano ya CAF wakiwa na majukumu yao. Tumsikilize Karim Boimanda akizungumzia kuhusiana na ratiba hiyo. Naenda vizuri. Tunakwenda kwenye kipindi hiki cha mapumziko kupisha kalenda ya FIFA, na tutakaporejea basi tuendelea na ligi kwa kipindi fulani kabla hatujakwenda kwenye finali za mataifa ya Afrika kwa maana ya AFCON. Lakini katika maandalizi yetu safari hii kumekuwa na kitu cha ziada ambacho ni kufanya maboresho ya ratiba. Kwa hiyo ni taarifa mpya kwamba tunafanya maboresho ya ratiba na tutatangaza kabla ya kukamilika kwa kipindi hiki cha dirisha la FIFA, ili sasa wadau wafahamu tutakaporejea tutarejeaje na tutamaliza msimu kwa namna gani. Msingi wa maboresho haya, utakumbuka kwamba tulikuwa tuna michezo ambayo iliahirishwa hapo kati, lakini pia tumepokea ratiba sasa rasmi ya klabu zetu 4 kwa maana Young African Sports Club, Simba Sports Club ambazo zinashiriki michuano ya klabu bingwa Afrika, pamoja na Azam FC na Singida Black Stars ambao wanashiriki kombe la shirikisho la Afrika. Tumepokea ratiba rasmi inayoelezea namna ambavyo watacheza michezo yao ya hatua makundi. Kwa hiyo na sisi tumeona itatusaidia sasa kuweza kutengeneza kuboresha ratiba yetu ili iendane na ratiba ya michezo hiyo, ili klabu zetu hizo ziweze kupata wakati mzuri wa kucheza ligi, kucheza michuano ya Afrika pamoja na kupata vipindi vya mapumziko baina ya hiyo michezo, lengo likiwa lile tuendelee kupata mafanikio kwenye ligi, lakini pia tuzione klabu zetu zinazidi kufanikiwa kwenye michuano ya Afrika, jambo ambalo limekuwa likitangaza sana ligi yetu. Bwana Karim Boimanda. Boimanda mwamba. Sasa hivi ana hela Boimanda. Mwanda anavyoonekana Boimanda anang'aa, anawaka kaka. Sema bwana Boimanda miaka miwili ya nyuma sema bwana Boimanda. Sema bwana Boimanda katika kuna tuzo za wapambanaji wa kuilinda ile taasisi ya kupambana. Kuna wengine wapo pia na hiyo sana. Boimanda wakati ile tunacheza tucheze. Unakumbuka Boimanda alikuwa aliisha kwanza. Mechi ipo. Boimanda sauti. Mpeni maua yake wa Boimanda. Mtudume kabisa. Lakini mechi baada ya kuchezwa ile alipata makala nyingi sana huyu bwana. Boimanda. Kila mtu alimsifia. Bwana watu msifie mtu katika watu ambao hakupolewa, huyu alikuwepo peke yake. Mtu ambaye unamsikia Boimanda, mimi nampa sifa zake. Akapata hela kanunua miwani. Boimanda. Wewe mtudume kabisa. Kiukweli bwana Boimanda bwana. Boimanda alikuwa hivi. Jeupe yupo hapa. Apendi kama bendera. Kwa hilo mkulungu pokea bwana. Akatisha zaidi msimu unavyoanza anavaa jezi. Anavaa jezi ya huko anatinga, anavaa jezi ya huko anatinga, akwambia karibu. Katika vitu ambavyo vijui, siku ukiona Boimanda kavaa suti ya rangi hii hapa ya blue na shati yake jeupe, siku Boimanda atakuwa anabishana tu. Yaani hamtakubaliana chochote. Yaani sio ukimwona Boimanda kavaa suti ya blue hii kama hii, anao kama hii ya kwako hii. Kwa kiweke ni ubishi day. Yaani mkubaliani hapo. Haiji kutokea. Wewe siku kukutana naye Boimanda kavaa suti ya blue na shati lake jeupe ile. Hapa kana bora. Alafu wewe anzisha chochote. Yeye ni Madrid au anzisha Madrid, anzisha hata ratiba ya ligi. Alabisha.
Sawa, tunazungumzia pia Boimanda kutokana na kuweza kuizungumza kuhusiana na mabadiliko ya ratiba ya ligi. Kwa hiyo vijana kwa wanafanya vizuri katika sekta yote ni kongole kwao. Tupo na Idi Nonga pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Kwa sasa tunaelekea mapumziko, tutarejea punde tu bado kuangazia vitu vingi sana, hususan Azam Football Club na mchezo wao wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya AS Maniema Union. What a match for Ibenge na Gift Kitambala Bola wakirejea nyumbani. Mimi ni Saidi Salim Msubi, tupata mapumziko mafupi, tunarejea. Neno dogo kwa Shaban. Ni kipa ambaye ana experience, kapitia magumu sana mpaka anasimama hapo alipo, kwa sababu Kado kuna time ilifika akawa anatazamwa kama ni miongoni mwa washindani wa Juma Kaseja. Lakini yani una Kaseja, una Kado, una Munishi, una Batezi. Lakini kila mtu na riziki yake. Ila nachojaribu kuamini kwa Kado kwenye position aliyokuwa nayo sasa hivi, anaweza kuwa ni mwalimu mzuri sana. Kwa sababu ups and down alizozipitia, akitoa darasa hilo tu kwa magolikipa hawa sasa hivi, inatosha kabisa kumuelewa nini ambacho anataka kuwa kumaanisha huyo mchezaji awe. Sawa. Na pia Shaban Kado ni moja kati ya watu zile AKA zimewanasa. Hii Kado ni kadogo ujue. Kwa Kado katembea nayo. Anayo mpaka leo. Sawa, tutoke hapo turejee katika michuano ya kimataifa na tuweze kuangazia kuhusiana na wawakilishi wa Tanzania katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni Azam Football Club ambao msimu huu wameweka rekodi tamu ya kufuzu kwa mara ya kwanza kuingia hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo Azam Football Club imeanza mazoezi kuelekea mechi ya kwanza hatua ya makundi ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya AS Maniema ya DR Congo itakayopigwa Novemba 23 kwenye uwanja wa Mashujaa Kinshasa. Azam Football Club imeweka rekodi mpya kufuzu hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, huku silaha kubwa ya Azam Football Club ikiwa ni kocha Flora Ikwenge Ibenge ambaye ana rekodi kadhaa katika ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika. Unapohitaji Azam, jambo la kwanza unaanza na mwamba Flora Ikwenge Ibenge. Yes, ndo uzuri wa kuwa na makocha wenye high profile, ambao unaamini inapotajwa timu kwa ukubwa wa timu, at the same time atatajwa pia kocha. Manake ni kocha wa daraja la juu, na moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinawasumbua Azam, mimi kwangu, ilikuwa ni ile mentality ambayo Ibenge ni kama amefanikiwa kwa kiwango. Yani ile fear factor hana. Kwa ni kama amefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Kila mchezaji ambaye anavaa jezi ya Azam leo anaamini uwepo wa Ibenge utamfanya afanikiwe kwenye mashindano ya CAF. Sio, unaelewa? Hicho ni kitu ambacho siku za nyuma Azam ni kama kilikuwa kinasumbua. Sio, unaelewa? Kwa hiyo unakuta wana timu nzuri lakini inawasumbua kwenda group stage. Wana timu nzuri, wanakutana na timu za kawaida sana lakini inawasumbua. So kwamba quality ya kwenda group stage ilikuwa inakosekana, ila kulikuwa kunakosekana sababu ya msingi kwa nini tuende group stage. So unaelewa? Sasa impatikana sababu ya msingi, kwamba sababu ya msingi yenyewe ndio huyo Ibenge mwenyewe. Kwamba bana, mimi ninapokuja kwenye timu hiki ambacho tunakifanya sio sehemu ya maisha yangu. Maisha yangu mimi ni pale. Kwa hiyo ili uendane na mimi ni lazima tuvuke hapa twende pale. Ili tukahukumiane kutokea pale. Sasa hiyo inakuwa ni sehemu ya sababu ya wewe kujituma zaidi na kufika pale. Sasa hivi tunawazungumza, wapo wachezaji wengi ambao walitambulishwa na Azam, huwasikii tena. Kuna mtu kama Lawi, unamsikia tena? Na mtu kama Diallo alikuwa msimu huu kasajiliwa msimu huu. Dudu Pape Diallo. Maleo huwasikii tena. Kwa hiyo unaona ni wanakutana na nyakati ngumu kikosini. Na inawezekana wanakutana na nyakati ngumu kutokana na falsafa pia ya mwalimu. Sio, unaelewa? Sio kwamba hawana uwezo, hapana. Ni falsafa ya mwalimu na wafanya hatuwasikii wala kuwaona. Lakini mwalimu Makame alikuwa anacheza na mwanzo. Sasa
ukiliangalia group la Azam FC ukamtazama na Ibenge, unaona Azam FC ni kama wana nafasi ya asilimia kubwa kwenda weight inaendana. Wana nafasi kubwa ya kwenda quarter final. Sio, unanielewa? Na quality ambayo wamekuwa nayo. Unaweza kusema watu ambao wamewajumuisha msimu huu kwenye kikosi cha Azam FC ni swala la muda tu kwenda kufanikiwa. Kwao ni bado naamini kwenye kile ambacho anakifanya Ibenge. Nilijaribu kueleza hapa Ibenge namna ambavyo anaitengeneza timu yake kwenye ligi. Binafsi nilikuwa siridhishwi baada ya Azam kupata goli. Lakini bado kwenye falsafa ya Ibenge, hata kwenye timu ambazo wamekuwa nazo, ni timu ambayo inakaa nyuma zaidi, ina uwezo mkubwa wa kujilinda kuliko uwezo wa kushambulia kwa kasi. Ni mara chache sana unamuona timu ya Ibenge inafunga magoli mengi, mara chache sana. Lakini ni timu ambayo wana uwezo wa kufunga goli moja ukakaa dakika 400 mnacheza tu na una uwezo huo. Nafikiri sasa hicho ndio kitu ambacho Ibenge anakitafuta kwa Azam FC, kwamba natafuta timu ambayo tukikufunga goli moja kurudisha wewe kurudisha bado upate mtihani. Lakini bado ana struggle, kwa sababu hata ukiangalia Azam FC sasa hivi ina uwezo wa kupata goli, lakini inaruhusu sana kufanya makosa ambayo yanampa advantage mpinzani. Nafikiri bado Ibenge anaendelea kuitengeneza timu taratibu, lakini tumaini langu ni kwamba kila nikimtazama Ibenge, nikitazama na Azam FC, quality ya wachezaji waliokuepo, na iona Azam FC inaenda kwenda kuangukia mbali, sio kwenye group stage. Inaweza ikafika quarter final au ikasogea. Japo kwa uchanga wao ndio marao ya kwanza, ni tofauti sana na unavyotazama Singida Black Stars. Si ndio? Mimi Singida Black Stars na watemu kama wana watu experience zaidi, umeona, kwenye mashindano ya Confederation kuliko Azam FC. Unaelewa? Japo ukiingia kwenye details unaweza kukuta Azam FC kuna walumbi. Unaelewa? Lakini nini ambacho kinasumbua? Hapa ilikuwa inasumbua mentality. Ndio ambao ilikuwa iko down. Lakini Singida wanaonekana uwepo wao tayari, wanaonekana wana winning mentality, na kile ambacho wameshaki experience kwenye mashindano ya CAF, unakiona hawa wanaweza kwenda kufanya vizuri zaidi kuliko hao ambao wanaanza kujijenga taratibu. Kwa Azam inajengwa kidogo taratibu. Nafikiri itafika mahala watakuwa na experience ya kutosha, ila daraja la Ibenge ndio ambalo linaifanya Azam FC kuwa na matumaini ya kufanya vizuri Confederation. Mimi nalitazama kundi lao ambalo wana Nairobi United ambao ni kwa mara ya kwanza wanashiriki kutoka Kenya, lakini AS Maniema kama utawafuatilia nao ni kwa mara ya kwanza wana make kuingia kwenye hii hatua ya makundi. Na ukitazama Azam, amezungumzia hapa Rashid vizuri kabisa ubora na userious ambao wanao, ukimtoa Furaha Ibenge, lakini pia unaweza kaenda mbali zaidi na management kwa maana ya uongozi. Msimu uliopita kulikuwa kuna story nyingi ambazo zilikuwa zinamhusu Faisal Salum na watu wengi waliandika kuhusu yeye, lakini umeona amebaki. Lakini umeona kina Kanuti kuongezea kwenye kikosi, kina Jefte Kitambala bora, mmoja kati ya mastriker wazuri kabisa. Kwa hiyo hii inakupa picha userious ambao wana, yani ukiwatoa Wydad ambayo wana Aziz Ki, wakina Lochi wale na watu wengine, timu ambayo unaizungumzia ina nafasi kubwa ya kwenda kwenye mashindano ni Azam, kwa sababu wakicheza dhidi ya Nairobi United unategemea Azam wapate matokeo bila wasiwasi wowote. Hao AS Maniema kwenye mechi yao ya kwanza ambao wanaenda kucheza kule New Aman Zanzibar, unategemea pia Azam waweze kupata matokeo kwa sababu ya aina kikosi ambacho wanacho na watasafiri wataenda Kinshasa. Kwa hiyo ukimtazama mwenyewe Furaha Ibenge jinsi alivyo na picha yake ambayo wanayo, kulikuwa kuna sababu ya kuogopwa ambayo Azam walikuwa wanaitafuta na sasa wameipata. Ni moja kati ya kikosi ambacho kimetimia kwenye maeneo mengi. Issa Fofana ambao unamzungumzia, ubora kabisa wa Aishi Manula ambao tumezungumzia, lakini umeiona quality ya Issa Fofana, no doubt hakuna mtu wote ambaye anazungumzia ubora wake jinsi ulivyo na ubora ambao anafanya kwa muda wote. Kwa hiyo Azam kuna kitu wanataka watuambie msimu huu kuanzia nyumbani mpaka kwenye michuano ya kimataifa. Sawa, tuangazie pia taarifa nyingine, kwa sababu wawakilishi wengine wa kombe la shirikisho barani Afrika ni kikosi cha Singida Black Stars. Na unapohitaji Singida Black Stars
usajili ambao miongoni mwa usajili ambao zilitikisa basi ulikuwa ni usajili wa Clatous Chota Chama, mwamba wa Lusaka, ambaye amepita msimu uliopita Young Africans, lakini pia msimu wa nyuma yake alikuwa anatumikia Babe Wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo kiungo Clatous Chota Chama ameendelea kuandika historia kwenye soka Tanzania baada ya kuwa mwanzo mzuri ndani ya kikosi cha Singida Black Star. Hiyo style yake Rashid, fanya challenge hapo kidogo ya kuicheza. Utaweza kidogo? Sasa mazoezi yale. Ni kama unajua hiyo style tunaweza kwenda nayo. Yale ni mazoezi kabisa, ni mazoezi tu yani mazoezini, yani ile celebration ni ya kawaida sana. Ni celebration ya mazoezi. Lakini iliendelea ile celebration. Iliendelea. Ana umalizaji wake mwenyewe. Ana umalizaji wake. Ule wa kujibinua hivi. Hivyo kwenda hivi. Chini tutaweza? Sio sasa. Sio sasa. Kama hebu anamaliziaga ana umalizaji wake huo kwenye mshangilia. Tukienda nayo hapa Rashid hatu. Simona hapa. Kuna mmoja anamalizia hapo. Papa twende. Si mazoezi yale. Si mazoezi yale. Yale mazoezi anafanya Mtozi Lukai aerobic. Unaita aerobic ya? Jeba tupate challenge kidogo kwenda pap. Sana. Kiwango cha Chama, kuna muda baadhi ya mashabiki wasema kama Chama hivi angepaswa kusalia katika baadhi ya hizi timu mbili baada ya msimu huu, kwa baada ya kile anachokionyesha katika Singida Black Stars. Yani anasalia pale pale Chama, atakufungia magoli ya fouls, dead balls, atakutengenezea nafasi, utulivu wake, entertain pia kwenye mechi yenyewe. Na mimi nimemchunguza Chama kwenye hizi mechi chache ambazo amecheza hivi sasa akiwa na Singida, Kagame kwenye Confederation. Unajua kwenye msimu uliopita wakati yuko Yanga, unajua Chama alitunza energy kwa muda mrefu, alikuwa hapati nafasi ya kucheza muda mwingi sana Yanga. Inawezekana msimu huu ambapo amekuja Singida Black Stars ameanza yani start fresh, ameanza fresh, yani kwamba mtu hajacheza muda mrefu, hajatumika muda mrefu Singida, sasa hapa natumika, ngoja nicheze na nina nguvu ambazo nimekusanya muda mrefu. Amekuwa ni tofauti sana na Chama ambayo tumemzoea. Ana energy, unamwona anakimbia, anafanyaje. Kwa hiyo nguvu ambazo amezitunza kwa muda mwingi ambao alikuwa Yanga Afrika na alikosa hizo minutes nyingi za kucheza, Singida hapa anazipata na yuko huru. Unajua ukicheza timu nje ya Simba na Yanga kuna ka pressure fulani hivi kinapungua kwako. Ndio huyu Chama ambaye tunamuona. Tulimuona kwenye michuano ya Kagame akiwa kwenye uwanja wa KMC Complex. Unamuona ni mtu ambaye anafurahia maisha, mtu ambaye anacheza na ame prove watu when wrong. Unajua ukitoka kwenye hizi big giants hawa kubwa, ukicheza kwenye timu tofauti na hizi, kuna watu yale mazingira kuyaadapt moja kwa moja inakuwa ni ngumu. Rashid, kwa kile anachofanya Chama, unasema kwamba ilikuwa ni big no kwa Young Africans kumwachia Chama, labda angebaki kwenye timu kuongeza quality? Hapana, so big no. Ilikuwa ni muda wa kumwacha kafanye kitu kingine. Kwa sababu kwenye hizi timu kubwa kuna wachezaji ambao unamsajili kwa sababu ya matumizi ya muda mfupi. Alafu kuna mchezaji unaweza kumsajili kwa sababu ya muda mrefu, kwa mahitaji ya muda mrefu. Chama alisajiliwa Young Africans kwenda kuongeza quality ya muda mfupi. Unaelewa? Kwa maana ya kwenda kutengeneza experience Young Africans kwenye Champions League. Sio kwa sababu ya mahitaji ndani ya ligi. Kwa hiyo muda aliopata kwenye akiwa na Young Africans ulikuwa ni muda sahihi, kwa sababu alishiriki pia kuipeleka Young Africans mahali ambapo ilikuwa imefika. Unaelewa? Sasa Young Africans namna ambavyo huwa wana assess timu yao, na ndio maana washakumwacha mchezaji MVP, yani katangazwa MVP msimu ujao hawako naye tena. Sio, unaelewa? Unamtangaza fullback bora kabisa, msimu ujao hauko naye tena. Manake ni namna ambavyo wana assess kiwango cha mchezaji na mahitaji ya msimu unaokuja. Kwa hiyo namna ambavyo walimwacha Chama hawakukosea, ila kilichotokea ni kwamba Chama, Young Africans ni timu ambayo inaongozwa na vitu vingi, idea za viongozi, mashinikizo ya mashabiki, quality ya wachezaji. Hivi vitu lazima viendane sambamba. Sasa Chama ni mchezaji ambaye amekaa zaidi kwenye macho ya washabiki. Kwa kuna vitu na uhalisia wa Chama. Ili umpate Chama inabidi timu itengenezwe kumzunguka Chama. Ila timu ikitengenezwa katika kuflow
kila mmoja ahukumiwe na spidi na ubunifu. Manake Chama anakuwa sio miongoni mwa wachezaji ambao anaweza kukupa kile ambacho wewe unakihitaji, si ndio? Hapa ndipo ambapo Chama alishindwa kuingia kwenye utaratibu wa Young Africans wa kucheza game to game. Na Rashid, sasa kuongezea hiyo sehemu ambayo tunamzungumzia Chama, ujue ndio kuanza na Aziz Ki, sio? Yaani ndio maana nikawa nasema replacement, labda mfano msimu uliopita Aziz Ki yupo ndani, Chama yupo ndani, Pacome yupo ndani, Max yupo ndani. Inawezekana ufinyi wa namba unatokea, lakini Aziz kaondoka. Kwa mfano sasa hivi unaiona kwamba Muda kaumia, yupo Dumbia. Utanihesabia game ambayo Dumbia amemaliza dakika 90. Hakuna zote ana out. Dumbia anaonekana ana uwezo wa kucheza vizuri dakika chache, lakini hilo jambo ni sasa hilo unaweza ukawa unawachia technical staff kwamba waangalie namna gani bora ya kumfanya awe bora kwa dakika nyingi. Si unaelewa? Lakini mimi kwangu hiyo sio factor sana. Si unaelewa? Kwangu ni kwamba mabadiliko, unamwona Chama anachokifanya na Singida Black Stars. Kwanza anacheza timu ambayo haina pressure. Kabisa haina pressure. Unaelewa? Na wao wamekwenda pale kwenda kuongeza kitu. Wamekwenda kuongeza experience kwenye timu. Yeye Garidi Aucho, Kibabage, yule striker kutoka Kongo Mwaku, anaitwa Idrissa Diomande, tubingwa kabisa, mtu wa maana kabisa yule kaka. Umeona? Lamini Jajo kina Jajo, yes. Ukiongeza na ukuaji wa Masalanga kwenye timu, si unaelewa? Kwa hiyo kuna kitu anakipeleka kwa Singida Black Stars ambacho hakina pressure, ni rahisi zaidi kufanikiwa kuliko ukiwa Young Africans au Simba. Pressure unaokutana nayo, watu wanahitaji wewe uwe katika ubora ambao wao wanautaka. Sawa Rashid, ndivyo tunavyohitimisha soka letu kwa wakati huu hapa, ambao tumegusa vitu vingi sana, na hizo hapo ni takwimu za Chama mpaka sasa. Team Singida Black Stars goli 2, Kagame hapo amefunga magoli 3, lakini pia kombe la shirikisho magoli 2, ligi kuu NBC bao 1. Kila laheri kwake Clatous Chama, mwamba wa Lusaka ndani kikosi cha Singida Black Stars. Lakini kwa wakati huu hapa sasa tuelekee katika joto la Afrika. Bado tupo katika joto la Afrika, bado nipo na wachambuzi wangu Idi Nonga hapa pamoja na Rashid Don Hamisi, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Mimi ni Said Salim Msomi. Tuanze kuangazia makubwa katika joto la Afrika, ambapo hapo jana mchezo wa kutafuta timu za kuelekea katika hatua ya finali kupata mshindi mmoja ambaye atakwenda kucheza michuano ya playoff kwa kanda ya Afrika ilichezwa katika mji wa Rabat nchini Morocco, ambapo mchezo wa kwanza Nigeria Super Eagles chini ya El Kishere ilikuwa inapambana na kikosi cha Gabon ikiwa inaongozwa na Pierre-Emerick Aubameyang, mchezo ambao ulimalizika ndani ya dakika 120 kwa kikosi cha Nigeria Super Eagles kuchomoza na ushindi wa mabao 4-1 baada ya sare ya bao 1-1 ndani ya dakika 90. Mimi jana mahesabu yangu katika mechi hii niliona zilitumika dakika 146 kwenye achana dakika 120 yani dakika jumla ukijumlisha hii kwa faida yenu na watazamaji na ya kwangu binafsi dakika 146 kwa sababu dakika 45 za kipindi cha kwanza ziliongezwa dakika 6 na bwana Abongile kutoka Afrika Kusini, mwamuzi. Dakika 90 pale mchezo zikaongezwa dakika 12. Kwa 12 jumlisha 6 pata 18. 18 jumlisha 90 sasa hapo. Baada ya hapo sasa 108 tutazipata. Dakika zile 30 za nyongeza. Dakika 15 za kwanza zikaongezwa dakika 4. Dakika 15 za pili zikaongezwa dakika 8. Kwa ukichukua 8 jumlisha 16. Kwa ukipata dakika 12 pale
26 jumlisha 30 jumlisha pale 120 kwa hiyo unapata 146. Yaani zilikuwa ni dakika nyingi. Alikupaswa Zege kulala. Nadhani Zege kulala, lakini nadhani Gabon aliposikia kwenye zile minutes. Nadhani dakika zilikuwa nyingi sana. Kwa sababu of course kuna matukio ambayo yalikwenda kwenye VAR na kuangazia, lakini haikupaswa kwa sababu mechi ya jana ilikopo haina kusimama zaidi ya kupishana. Energy ilikuwa kubwa sana. Kama kipindi cha kwanza ilikuwa ndo kabisa yani. Mimi si laumu dakika, na unachokiona ni kweli, unasema ni kweli. Manake kama timu haiko fit lazima ustruggle. Dakika 15 mpira hata hujasimama sana, ongeza dakika moja. Mara nyingi zile dakika sasa dakika zinazoongezwa dakika moja au hata ongeza sasa wanabadilisha dakika. Sababu zile dakika ongezewe Nigeria, zile dakika zinaongezewa wote. Manake uliona zile timu zote zilivyokuwa zina struggle. Ndio, kwa sababu dakika sema aongezewe mmoja. Manake ni utayari wenu. Utayari wetu, yes. Umeelewa? Ni utayari wenu wa kuweza kumudu. Kwa sababu nakumbuka kati ile kombe la dunia lililofanyika hivi karibuni, walivyokuwa na introduce zile law, wakasema tutaongeza dakika nyingi. Nakumbuka alikuwa anasema yule Corina akawa anaeleza kwa nini dakika zitaongezwa. Akataja maeneo ambayo huwa yanapoteza muda mara nyingi zaidi. Akawa na mention kwenye kurusha, kwenye kuanza goal kick. Kwenye trick za foul. Mtu analala muda mrefu yuko chini, ana complain, muda unaenda. Alieleza maeneo mengi ambayo yanapoteza muda. Akasema kwenye hili kombe la dunia tumeyachukua haya maeneo yote, tutakuwa tunafidia muda. Kwa hiyo usishangae kuona mechi moja inaongezwa dakika 15, dakika 14. Sasa chukulia kama tu mnaenda half time mnakuta zimeisha dakika 10. Alafu mnakuja mnaenda nakuta dakika 90 zimeisha, zinaongezwa dakika 12. 12 dakika ngapi hizo? 22. Si 22 hizo, 22 toa 45. Si nusu ya kipindi mmecheza nyinyi. Kwa hiyo unakuta hizi dakika, kwa sababu hii mechi ilikuwa ni mechi ambayo lazima tupate mshindi. Sasa kwenye namna kuimanage hapa tunataka tuangalie referee alimanage mechi vizuri. Kwa hiyo inawezekana kama alimanage vizuri basi tusiangalie swala time. Unaelewa? Lakini kama haikuimanage vile ambavyo ilipaswa kuwa, inawezekana dakika zilikuwa, kwa sababu dakika anasema yeye referee, unajua Kamisa na communicate anampa ishara 5 7 mzee mwenzangu, 8 mzee mwenzangu, labda stopwatch yangu mimi nimesimamisha muda mrefu. Si unaelewa? Kaka sio zile kwa 12. Sasa wana communicate kwa sababu yule dakika 15 4 kwa sababu hizo Tom mwenyewe aliona. Ndio maana ile dakika 4 za mwisho zile alichezesha dakika 2 tu. Aliona kwa sababu na yeye anachoka, kwani yeye akimbii. Naye mule anakimbia. Sasa kwa nini wewe ndio uonyeshe dakika 4? Ila mimi kwa sababu wale Gabon walikuwa tayari washakubali. Yaani unaona ile miili washa-react bao 4. Yes. Na Msumi, unajua wakati hii mechi inaenda kwenye muda wa nyongeza, wakati wa bao 1-1, mabadiliko ambayo Eric Chelle ambayo ameyafanya na hiyo ile ongezeko la dakika ambayo unalizungumzia hapa, nadhani mechi ilishia pale. Yaani ule ubora ambao Nigeria kwenye benchi lao ambao watu wametoka. Unajua mtu ambaye alifunga bao la pili alitoka Samuel Chukwueze, kuna mtu aliingia akascore. Akatoka Ademola Lookman. Yes, ni Sevilla material player. Ile jezi namba 8. Yes, ameingia amefunga. Kwa hiyo mimi nakuelewa unavyosema nyongeza ya dakika na quality ambayo walikuwa nayo Nigeria na uchovu ambao walikuwa nayo timu ya taifa ya Gabon. Nadhani mechi ilishia pale. Inawezekana kwamba Nigeria lakini tulipata uhalisia pia. Nigeria wangetolewa, shughuli nzima ingebaki kwa Victor Osimhen kwa jinsi ya nafasi ya dhahabu ya dakika za mwishoni kabisa, game isiende dakika 120. Kuna mwangalia Eric Chelle wakati nafasi anaikosa na pasi ya Wilfred Ndidi. Yani of course ni mshambuliaji, ujue tunamlaumu kwenye nafasi za kufunga, lakini akiattempt kwa mwalimu pia kwake ni credit kwamba tumetengeneza nafasi, tumeattempt, tumekosa. Sio, unaelewa? Kuna mechi zingine hata hiyo nafasi ya kuipata uipati, yani unaikosaje? Lakini sasa angalia ile nafasi kakosa. Angalia goli la 3 la 4 lile. Imepigwa ndefu ile, mwanamume kaua hapa, kaeka hapa, kasogea hapa. Lile ni la 4. Umeona lile goli lile? Sasa lile ndo anachokisema Idi. Quality. Mpira wa juu. Kaenda kwanza karuka juu.
akaeka mali kwenye friji. Kaeka mali kwenye friji ishakuwa nzito pale. Wachezaji wa Gabon walichoka. Yaani unaiona kabisa energy ilikopo down. Ile energy ilikuwa down. Yule beki mzembe tu. Sio mzembe, kachoka. Yule mzembe kaka. Kwa sababu gani unajua? Kwanza unajua yule alivyoenda naye juu. Kwanza wenyewe tu wakisimama. Osimhen ni mrefu kuliko yule. Unaelewa? Kwa timing zake za kwenda juu. Mimi niliamini aenda kucheza foul. Lakini alivyoenda kuruka kama Masai. Osimhen akawa comfortable. Kuweza kuweka mali kwenye fridge, akaweka kwenye upaja. Yule jamaa akawa ameanguka. Kwa sababu alivyorudi chini, akawa alikosa balance. Akawa na garagara. Ndio Osimhen akapata chance ya kuchukuliza mali. Akaweka njiani. Yule beki akawa anavuma huko. Na yeye alivyokuwa anavuma, naye akawa anavuma kivivu. Sababu anaamini alivyotaka kuvuma, akataka kuvuma kwa kublock. Si unaelewa? Kwa hivyo ataka kuvuma kwa block, Osimhen alivyoutanguliza kidogo, akaona hapa nikiweka mguu hapa penalty. Wakati anajivuta, Osimhen akaikata. Goalkeeper kwenye position, mpira ukaenda kwenye eneo ambalo lilipaswa kwenda, amepoteza. Nimeona jana goalkeeper Singida Black Stars Amos Obasoy alipata kadi ya njano. Wakati wanashabikia goli la 3 la Victor Osimhen, yeye alitoka kule katika benchi akakatiza katikati kwenda kushangilia na yule goalkeeper mzuri. Sema tu aliwafanyia manjegeka Singida Black Stars. Lile goli hata kama ni kocha ungekuwa ni wewe ningemweka nje. Yaani yule nikamwambia wewe Masanga atacheza mpaka atakapokosea Masanga. Kwa sababu wewe unafungwa goli lile. Kwa sababu unajua goalkeeper wa level. Lakini Gamondi alizungumza kule ndani dressing room ilitoka anasema this goal is not for Amas, for Choko, for everybody. Kaka matokeo kutoka vizuri hapo. Sasa pale sikuna kamera. Kwa hiyo ndani Gamondi alikuwa juu kama kuna kamera hapa ina record. Lakini ile goal kabisa wewe tumekurudishia mali na kuna option ya kufanya. Kaka unataka kufinya. Afa sawa inatokea kwa magolikipa wakubwa. Hata Kaseja ilimtokea ya Simba na Yanga. Akiwa Yanga mpira na Mbuyu Twite akataka kuupiga mapapa wa Juma Manisha akachukua. Adhabu yake ndo mpaka Masalanga akosee ndo atarudi na golini. Na hilo pia imemuondolea pia credit kwa sababu hata alikuwa anacheza nani yule John Nobo wa Fountain ilimtokea na Yanga. Sasa vilizungumzwa vitu vingi sasa kwa John Nobo. Yaani kwa John Nobo vilizungumzwa vitu vingi tofauti na hawa. Yaani hawa wanazungumzwa kama uzembe. Unaelewa? Hawa wanazungumzwa kama uzembe. Yule anazungumzwa kama makusudi. Nani? John Nobo. Yule ndio maana kocha asema kipa alipeana. Unaelewa? Unajua kuna uzembe na makusudi. Yaani makusudi wao wamekusudia. Tunaamini kwamba ni wewe sio hivi. Lakini wewe uzembe yani maana yake wewe haukuwa kazini. Hivi ni John Nobo naye ndo alipewa kadi nyekundu na Abel William alitoa njano na jekundu kwa pamoja alisifanya hivi. Akiboko kabisa. Sawa bwana, tuangazie kuhusiana na kufuzu katika michezo hii ya playoff baada ya kuisha kwa mechi kati ya Nigeria Super Eagles dhidi ya Gabon. Mechi nyingine tena tamu ikawa inafuatia ya pili kati ya DRC the Leopards Chui Yawa akipambana dhidi ya Cameroon the Indomitable Lion. Mchezo ukimalizika kwa ushindi wa 1-0. Chancel Mbemba amelikumbusha AFCON 2023 jinsi ambavyo Mbemba na yeye anaibeba DRC huku nyuma akiwa anacheza ile anacheza pamoja na Inonga pale kati. Lakini sasa hivi unaweza kuangalia watu waliokuwepo akina Axel Tuanzebe wapo. Yani unaiona kwamba DRC imeshiba. Kapteni anafanya kazi nzuri. Na ilikuwa ni mechi nzuri, mechi tough, mechi ambayo mimi nilikuwa na matarajio Cameroon atakapoteza mechi. Cameroon sasa hivi ni kama sijajua yani wana shida gani. Yani ila wana shida. Yani kuna shida mahala. Kwa sababu ukiwatazama Cameroon wajua walifeli kucheza kombe la dunia kwenye timu ambayo ilikuwa ni rahisi sana kwao. Nakumbuka ile mechi na Algeria. Ile mechi kila mtu aliamini Robert Song alikuwa anatoboa. Anaenda. Kwa walipopoteza ile mechi watu walipata na butwa. Cameroon kundi la Cameroon kwa na Algeria na Cape Verde. Cape Verde kwa na nani? Cape Verde alikuwa na Misri. Alikuwa Cape Verde, Misri, alikuwa
alikuwa hapana, Misri ameenda mwenyewe. Sababu achukua mmoja juu. Cape Verde sio. Mimi nazungumzia kwenye, unazungumzia kwenye nini? Hii qualification za World Cup. Nadhani. Cape Verde kapita. Kapita. Cape Verde amequalify. Tutacheki. Sasa Cameroon mechi ile ya jana ukienda kulinganisha, ukileta uwiano wa mchezaji mmoja, Cameroon bado wana wachezaji wakubwa kuliko wachezaji wa DR Congo. Profile za wachezaji wa Cameroon bado ni kubwa sana, lakini unaonekana kama unakosekana muunganiko wa umoja wakikutana kama kwenye national team, kitu ambacho Cameroon haikuwahi kuishi hayo maisha. Sasa Cameroon ilikuwa ina utamaduni wa kukusanya wachezaji ambao wana low profile, wanapokutana wenyewe ndipo ambapo wanaenda kupeleka uzalendo wa taifa lao mbele. Lakini sasa hivi wana high profile, kina Onana, kina Mbeumo, yani wachezaji wakubwa. Kuna mwingine fullback ambaye alipata kashfa kumchiti girlfriend wake Ngaomi sijui, unaelewa. Lakini ni vitu ambavyo vinatokea kwa Cameroon, haikuwahi kuwa utamaduni huo. Congo DR ni timu fulani hivi ya watu fulani wa kujidaidai sana. Na hata ukienda sio haba, japo kwa makuzi yao mengi yako Ulaya, kwa sababu ni wachezaji ambao wanaishi sana kwenye mataifa ya Ulaya na wanaujua mpira. Na wanajua mpira, yes of course. Ni wachache tu ambao huwa wanapiki kwenye level ile ambayo tunalazimika kufahamu. Wakina Mbukani, wakina Sediki Bakambu, kwa ni wachezaji wachache tofauti na Cameroon. Lakini hii mechi wanaenda kupoteza Cameroon, kwangu naamini ni nyakati ngumu ambazo wanazipitia kama taifa kwenye national team Cameroon. Taifa kubwa. Sawa. Mechi ya kuamua ni mwakilishi yupi wa Afrika katika playoff ni Nigeria dhidi ya Leopard DRC. What a match unaenda kuishuhudia. Kabisa. Ni zingine zitatokea hapo. Kwa nani? Na mtu atapigwa 4 hapo. Yupi? Yupi? Mimi napenda kuwaona Nigeria. Hata mimi pia. Kwa nini sio Leopard? Kwa nini sio Leopard? Hapana, hao Cambridge mara nyingi wanakuwa hawako serious sana. Hapo serious na wanavyoonyesha mapambano yao. Na ndio maana nakumbuka mechi ya Morocco ile ya qualify kwenda kombe la dunia. Walicheza na Morocco ile ya mwaka juzi ambayo tu walitutoa sisi. Wakaenda kule, Ashraf Hakimi akaenda akawaweka kule kwao. Wakala chuma safi wakaondoka. Yaani bado siamini kwenye quality waliokuwa nayo kwenda kuiwakilisha kombe la dunia. Afrika. Japo huko wanapokwenda japo natamani kuona mataifa mengine yashiriki. Lakini kwa sasa hivi nikiwatazama Nigeria wananipa matumaini sana. Akina Lukman, performance ya Osimhen. Yani mimi naona jana Victor alikopo ana press sana mbele. Yani Chukwueze sikumuona sana, lakini mtu kama Alex Iwobi alifanya kazi kubwa sana mpaka anakuja kutoka na unajua mwalimu anamtoa kwa ajili ya kutunza energy kwa ajili ya mechi inayofuata. Jana Trust Ekong na Hodha alikopo. Sasa hivi Waturuki na muimba Osimhen sasa hivi. Walikuwa muimbi sana. Mechi ya juzi ya Champions League kaondoka na man of the match. Tena ugenini na Ajax. Fanya ubaya sana mechi na Liverpool. Fanya ubaya sana mechi. Sasa timu kama hiyo unaikosaje kombe la dunia? Na Msumi cha kuongezea hapa. Jana mara baada ya huu mchezo na kwenye mchezo ambao unachezwa Jumapili dhidi ya DR Congo, wengi walikuwa wanaamini mshindi wa hapa huenda ndo anaenda kwenye kombe la dunia. Kuna mlolongo mkubwa mno kwa sababu mwezi March kuna kwa hizi confederations CONMEBOL, CONCACAF, CC, kwa kutakuwa na mataifa 6 ataenda Mexico mwezi March, chezwa mechi pale ya semifinal. Kwa wote ambao wataingia finali, yule mmoja yule kwenye hizi poti mbili yanatoka mataifa mawili. Kwa hiyo Afrika bado tuna kazi kubwa, na mimi naungana na Rashid huko ambao tunaenda timu kama Nigeria, kwangu hiyo weight wanaweza kufanya kitu. Unahitaji big name ili kuweza kuamua sometime. Unajua mataifa mengine it's a process. Unaenda kumpeleka Cedric Bakambu pale ukakutana na watu Latino uko namjua. Lakini sasa hivi wanamjua Osimhen nani. Wanamjua Dele Lukman ni nani. Bakambu wanamjua. Chukwueze wanajua ni nani.
Lakini sasa unajua ukishakuwa na big names kuna advantage unapata. Huo Chancellor Mbemba si upo Ufaransa. Sasa Mbemba wa leo kaka. Sasa hivi unavyozungumza. Yaani sasa hivi ukitaja wachezaji 10 ambao wanafanya vizuri kwenye UEFA Champions League, Osimhen yupo. Ademola Lookman yupo. Unaelewa? Na ulimwengu unatazama zaidi kwenda kuclassify viwango vya wachezaji kwenye UEFA Champions League. So inakupa advantage kwenye taifa lako. Kwa hiyo ukitoka ukaenda kukutana na mataifa mengine wakiambia bwana unacheza na Nigeria, sasa Osimhen. Kwa hiyo kitu cha kwanza wanaanza Osimhen wewe. Leo kazi tunayo. Kwa hiyo wanaanza kujiandaa namna kumtreat Osimhen. Sasa kumbe kuna quality zingine ambazo nyie sasa ndio mnaziteka kama advantage. Nilikuwa namwangalia jana Victor Osimhen. Kuna kitu ilikuwa nakiwaza sana. Nimekiwaza sana. Nimekiwaza. Tutamshirikisha Bisai. Nimekiwaza. Kikweli nimekiwaza. Tutamshirikisha Bisai. Sawa. Tuangazie taarifa nyingine ambapo moja kati ya mechi tamu kuweza kuangazia katika mechi za kirafiki katika kalenda ya FIFA ni kuhusiana na moja kati ya mechi inayosubiriwa kwa mkubwa sana kati ya Angola ambao wenyewe watakuwa wanacheza dhidi ya Argentina. Hii ni mechi muhimu ambayo imeandaliwa na Angola ambao pia wamelazimika kugharamia kiasi kikubwa cha pesa ili kupata mechi hiyo. Kwa sasa Angola anaanza maisha mapya baada ya kuondoka kwa kocha wao Pedro Koglavesh ambaye walimtimua na kisha kujiunga na kikosi cha Young Africans ambao walidumu hapo kwa muda mrefu sana. Angola wanapata mechi nyingine tena nzuri. Kocha Patrice de Mal ambaye ametangazwa kama kocha mkuu wa kikosi cha Angola, lakini Angola wanapata mechi nyingine kubwa yenye hadhi ya kombe la dunia ambao waliweza kupata mwaka 2006 walipofuzu kwenye kombe la dunia walipocheza Ujerumani. Japo kundi lao halikuwepo na Argentina kwa sababu Argentina alikuwa pamoja na Argentina alikuwa na Uholanzi pamoja na Ivory Coast na Serbia. Afu mwisho siku mechi ya Ivory Coast na Argentina kama sio na Argentina au ilikopo na Uholanzi ilishia 2-1. Kuna mlinzi mmoja kwa ni wa kulia au wa kushoto alikuwa anaitwa Arthur Boka. Alipiga bonge moja la bao. Yule mtu mmoja mfupi hivyo kajaa hivi. Kasala Mangale. Bonge moja la goli. Alafu mwisho siku mechi ya 3 fullback ya kushoto. Fullback ya kushoto. Alafu mechi ya 3 ndio Ivory Coast wakashinda 3-2 dhidi ya Serbia. Didier Drogba. Piga mpira mwingi sana. Haruna Dindane, Haruna Kone, Venture Kalu. Hiyo mechi imenikumbusha Zokora. Sasa yule ndio Drogba tulikuwa tunamtaka kumuona kwenye World Cup, ndio mechi ile alifanya ubaya. Tule. Yaani unaona ile golikipa wao Tizie. Yaani ile ikopo Haruna Dindane kipande cha baba kama the heavyweight hapo. Akina Kamali. Unajua soka na utamu wake. Afu hii Angola hii ilikopo Angola hii ilikopo ina Fabrice Aqua na udha wao. Kuna mmoja kwa anaitwa Zikalanga, alafu kuna beki wao mmoja anaitwa Kali, alikuwa mweupe hivi, fullback ya kati. Kwa Angola fulani hivi yakina Flavio, baadaye kaja kina Manucho. Ilikopo ni hatari sana. Manucho shuti moja tu likampeka Manchester United. Bwana kana Manchester. Akala mkeka. Kana mkeka. Mani nao. Wanapitia mengi. Bwana, hii mechi ni euro milioni 15. Angola wamegharamikia euro milioni 15 kaka. Milioni 15. Unajenga hata hospitali 12 humo. Hii mechi mwanzoni kulikuwa kuna taarifa Morocco ibidi wacheze na Argentina hii mechi. Na Morocco mara baada ya Argentina kutoa hiko ambacho walikihitaji kugharamikiwa kila kitu, kufika tu mwisho Morocco wakachomoa. Nadhani Angola ndo waka step up, wakachukua hiyo gap, wamewahodhi hawa Argentina. Hii itakuwa inaweza ikawa ni nje pia ya mpira wa miguu, ikawa ni sehemu kubwa kabisa ambayo inawatangaza wenzetu. Kuna mambo mengi ambayo yanaingia. Hapo ni kutangaza. Ni nje kabisa mpira. Rashid, inawezekana ule uwekezaji ambao hiyo fedha imewekwa nyingi sana, unajua hiyo. Of course ni nyingi. Yaani kinachotokea nini? Kwamba ile platform kwamba mabingwa wa dunia tena watetezi wakiwa na Messi
wapo na Messi labda wapo na nani wanakuja kucheza Angola. Ile branding tu kwa Argentina watu watafahamu Angola ni wapi. Na vyombo vingine vyote kama sisi hapa tuliripoti kwamba Argentina wapo kule. Yaani kwamba wanaipata hiyo nanili. Situ kama jana tulivyokuja kuzungumza hapa kuhusiana na finali za Ulaya za Euro kwa mwaka 2028 zinafanyika Uingereza pamoja na Wales. Mwisho siku waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer alisema kwamba wamewekeza pound milioni 500 na kadhalika, lakini wao wana expect kuja kuvuna faida ya bilioni 3.5 hivi. Wale mpira ni biashara, kwenye biashara ya juu kabisa. Kwa hiyo hayo matarajio ambayo anayapiga ni mazuri, lakini sasa kwa Afrika unapiga hesabu unatumia 15 lakini Luanda kumkaribisha tu Argentina kwa sababu yeye ni bingwa wa dunia. Lakini huyo ni hiyo fursa. Mimi nachelewesha kuona. Lakini Luanda utapata hiyo tension. Umeona Luanda wanavyowekeza katika masuala. Ile standard yao sindo mji ambao una gharama kubwa kuishi Afrika. Sio? Luanda. Luanda Angola. Si ndio iko hivyo? Kaishi Ngoda kaka, mji utakuwa na gharama huko. Shaishi Ngoda. Anaishi Kuda Bashi. Kakaa pale Kuda Bashi kaibia wiki mwezi mzima, Ngoda kakaa mwezi mzima pale. Unasikia Ngoda kalalamika na njaa. Mimi mwenyewe nimekaa hapa. Ule mji msafi tu, hauwezi kulabda mji gharama. Shukrani sana kwa wakati huu hapa. Nishukuru Idi Nonga pamoja na Rashid Don Habis the Heavyweight Pandit. Tulikuwa wote kuanzia majira saa 3 mpaka hivi sasa. Lakini kumbuka bado kuna vitu vingi sana zilizobamba na the pitch itakuja hapo baadaye. Mimi ni Said Salim Msomi. Twende mapumziko mafupi kisha tutarejea.